Ninamshukuru Luba ndugu zangu, maana ametuwezesha tukusanyike kwa siku ya leo, na pia natoa shukurani zangu za dhati kwa mzaliwa wa pili ambaye ni Zula 100 ambaye ndiye mwalimu wetu. Sote ni wanafunzi, yeye ndio anatulisha, yeye ndio anatufanya tubadilike kupitia mafundisho ambayo tunayapokea kila wakati. Katika nyakati hizi Wakristo watasema nyakati za mwisho. Wanaposema nyakati za mwisho maana yake ni nini? Je, dunia inataka kumalizika za namna gani? Dunia haiishi wakati huo. Kutapita miaka na miaka, mamiliati, mabilioni na mabilioni, na dunia haijamalizika. Sote tutapita hapa, tutakuwa mababu kwa baadhi. Wengine nasema fulani aliwahi kuwepo, wengine hata hakutakuwa ufahamu kwamba fulani alikuwepo hapa kati yenu. Sasa je, historia yako unapenda ukitoka hapa tu na unasahaulika, ujulikani ulikuwepo hajawahi? Muda ndio huo, bado ungali hai, ndio muda ambao unatakiwa kuandikisha historia yako kwa namna nzuri, ili kwamba hata vizazi ambavyo vitakuja baadaye watakuongelea kwa mazuri ambayo uliyoyatenda. Lakini wengine wanaandikisha historia zao kwa namna ambayo si nzuri, watakuwa vibaka, watakuwa makahaba. Ni historia zingine hizo pia, lakini sio nzuri. Kwa historia ya mtu kikawaida, unatakiwa kuandikisha historia yako ambayo ni nzuri, ina maadili, ili kwamba wengine watakao kuja baadaye wapate kuyasoma na kujifunza ili kusonga katika maisha. Hiyo ndio sababu zaidi sana ya uwepo wetu katika hali inayoonekana. Kwa hiyo kuwa kwetu hapa katika dunia sio kuja tu ni kula, kuishi, kula, sijui nini, mke, mme, bla bla bla, watoto, boom, tunaondoka. No, tuko hapa kwa ajili ya kujifunza kuwa watu wazuri, watu wanyenyekevu, watu ambao hawana uhusiano na mambo machafu mabaya. Sasa utofauti ndio huo ambao tulifunzwa zamani kwamba ni kupitia dini ndipo tunaweza tukaokolewa, waweza kufanya mambo mazuri. Tulidanganywa kitambo. Mtu mweusi hana haja ya dini ili kuokolewa. Mtu mweusi hana haja ya dini ili kujua kwamba hili ni baya, hili ni njema. Mtu mweusi anayajua, maana yamo ndani ya roho yake. Kila kitu kimo ndani ya roho ya mtu mweusi. Kwa hiyo ni kukumbushwa tu. Ndio maana haya ambayo tunayoongea kila mara ni ukumbusho tu, sio kwamba labda roho yako haijui. Roho yako inajua haya mambo ambayo tunaongea kila mara, lakini tatizo ni kwamba nafsi yako imejiingiza sana katika hayo mambo ambayo si mazuri hadi umesahau. Kwa hiyo maana tuko hapa katika lengo la kuja kukumbusha kwamba bwana, wewe sio huyo jinsi unavyofikiria. Wewe sio makake shempaze bonobo kama jinsi wanavyokuambia kwamba wewe ni nyani, umetokana sijui na nyani, babu yako alikuwa nyani, mkia ukakatika na ukasimama, kwamba baadaye sasa ndipo unasimama na wewe uko mtu. No, hiyo sio historia yako. Historia yako wewe ni Mungu katika dunia hii, lakini Mungu ambaye ameanguka, Mungu ambaye hajui yeye ni nani. Kitabu cha Zaburi kinasema hivyo hata ndani ya Biblia za kisasa kwamba nyinyi ni miungu, wana wa aliye juu, lakini mekufa kama wanadamu. Hawa wanaongelewa hapo ni watu weusi, na kwa sababu historia yote ni ya mtu mweusi. Sasa wengine wanasema sasa, Imani, hivi umeanza mafundisho yameshaanza zamani, lakini labda mtapenda sasa kujua tema ni nini zaidi sana ya mazungumzo ya siku ya leo. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana ni nani aliyeingiza Ukristo Afrika. Mhm. Ni nani aliyeingiza Ukristo Afrika? Ni mtu gani? Aidha ni watu gani? Ni binadamu wakina nani? Ni nani walioingiza dini hiyo ya Ukristo Afrika? Je, ina maana Ukristo ulipoingia katika bara la Afrika watu weusi walikuwa hawajui chochote? Walikuwa wanaabudu nini? Walikuwa wanaabudu nani? Walikuwa wanaabudia wapi? Hayo ni maswali ambayo watu lazima wawe na majibu, na majibu hamwezi mkayapata sehemu zingine, lakini ni hapa kama kawaida. Basi tunaingia katika mafundisho yetu. Kama jinsi mnavyojua, watawaambia kwamba Afrika, sijui wamishonari walifika katika bara letu, wakaleta dini, wakaleta mafundisho yao. Watasema kwamba kuna Waingereza, sijui Wareno, Wajerumani, wengine wanani, Wadachi, ambao yani wote, kwamba wote walishuka katika bara letu ili kwenda kutangaza injili ya kuwaokoa watu weusi, kama gisi wao wanavyosema kila wakati. Kuna makala ambayo mtasoma, mnaweza mkaangalia hata pia hata kwenye mitandao, mnaweza mkajielimisha namna gani wanavyosema, na ili tujue kweli kweli ni akina nani aliyeingiza Ukristo katika bara letu, mtaenda kuelewa. Siku ya leo sitagusa Biblia ya Kalatambani, sitagusa
kala tandimsi, sitagusa kitabu chochote kuhusiana na hivi ambavyo tuko navyo leo. Niko ndani ya Biblia za kisasa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mafundisho ambayo mtaenda kuyapata leo na ambayo tutayasoma ndani ya Biblia za kisasa, mtayaona tofauti. Ndio maana nawaambia mnaweza kuwa na Biblia hiyo, lakini watu hawajui namna gani ya kusoma. Leo kuna mambo ambayo mnayasoma ndani ya Biblia za kisasa, lakini bila kupenya vizuri. Sasa leo mtaenda kufunguka ufahamu kwa namna nyingine, kuelewa ni namna gani mambo yalivyotendeka ndani ya Biblia. Nasema ndani ya Biblia za kisasa ambazo mko walio wengi mko nazo. Mimi ya kwangu ambayo nilikuwa nayo ishazeeka, isha toka nani majaranda, watoto walikatakata hivi niko nayo, sio kwamba niko nayo katika lengo la kujifunza za nini. Niko nayo kwa sababu ya wapendwa wangu nyinyi ambao bado mngali katika hizo. Ndio maana nikawachukulia hapo, angalia Ezekieli wamesema hivi, kweli huu ni ukweli kabisa, lakini sina haja ya hili ili kwamba labda niokolewe aza nijue ukweli no. Lakini niko nayo kwa sababu tutasoma hayo maandiko ili kuwatoa wenzetu bado ambao wako hapa waingie katika uhalisia wa maisha jinsi yanavyotakiwa ya kiroho. Lakini kabla ya hapo watasema kwamba kuna makala mkiandika hata kwenye mitandao ya kijamii, kutafuta hata kwenye Wikipedia kuhusiana na ni lini Ukristo uliingia, watasema kwamba Ukristo ulifika Afrika mwishoni mwa karne ya kwanza na kitovu chake cha uenezaji kikiwa jiji la Carthage. Carthage ni huko Tunisia. Wakaendelea kusema pengine kupitia ubadilishaji wa jamii kadhaa kubwa za Kiyahudi huko, mahubiri yake kisha yakaenea kwa jamii zinazozungumza Kigiriki. Kwa hiyo ndivyo wanavyosema namna gani ilivyoingia, kwamba iliingia katika sehemu hiyo ya kaskazini mwa Afrika, ambapo watasema kutinizia huko Carthage. Hapo ndio walianza wakasambaraza, sasa kusambaratisha sema Ukristo wao, mafundisho yao. Lakini wengine wanasema kwamba Ukristo ulifika ulifika magharibi mwa Afrika katika mwaka wa 1787, ndivyo wanavyosema. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba wakati walipoingiza Ukristo sio kwamba walikuja tu mara moja na wakaenea direct katika bara lote. Yani walikuja sehemu fulani, watahubiri mambo yao, wengine wataanza kubatizwa kwa jina la Yesu, mambo kama hayo. Watatoka hapo wataingia katika sehemu nyingine, watu watakubali hivi na hivi. Ndivyo walivyofanya. Kwa hiyo hawakuingia direct moja kwa moja hapa. Na Afrika ya Kati ndio nafikiri walikuwa mwisho kabisa kufika. Sasa ndio wakaingia sasa Afrika ya Kati, sijui kama ni kwenye karne wanavyosema, sijui ni kwenye karne ya ngapi, kama karne ya 14 kama 15, ngisi wanavyosema, sikumbuki vizuri wanavyosema namna gani Ukristo ulivyoingia. Kwa hiyo sasa, kabla ya hapo, ina maana kwamba watu weusi hawakuwa wanajua mambo ya Ukristo hata mwingine. Ina maana walikuwa na namna nyingine ya kuabudu. Sasa walikuwa wanaabudu nani, za nini, wapi? Haya ni maswali muhimu zaidi sana kujiuliza kabla ya yote. Sasa wengine watasema kwamba mnajua historia ya mmoja Mwethiopia anayeitwa Towashi wa Ethiopia. Sijui kama umeshawahi kusikia hiyo historia ya huyo mwanaume ambaye alikuwa anaenda Yerusalemu kwenda kuabudu. Alipokuwa njiani anarudi, huyu atakaita Filipo, mmoja kati ya mitume wa huyu ataita Yesu, kwamba akamjia akakuta anasoma kitabu akiwa kwenye gari lake la kupokota, anasoma kitabu cha Isaya. Akamuuliza, unaelewa hilo unalosoma? Akasema, nitajuaje kama mtu hajanielezea? Hii historia nawapatia picha ili mjue ni nini ambacho naongelea. Huyo Mwethiopia sasa, baada ya kutoka huko kuabudu, kutoka Yerusalemu kurudi Ethiopia, wanasema kwamba huyo ndiye aliyekuwa wa kwanza kuingiza Ukristo katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo ndivyo wengine wanavyosema. Sasa swali ni je, ni hivyo? Ni yeye aiza namna gani? Kwa hiyo sasa, kulingana na Biblia za kisasa, baada ya kuondoka kwa huyo watakayeita kwamba ni Yesu Mwokozi Masihi wao, kwa mujibu wa Biblia, wanasema kwamba kuna wanafunzi ambao walianza kufanya mambo ya ajabu, miujiza, mambo ya ajabu kwelikweli, kama jinsi wanavyosema. Na kuna mmoja kati ya wanafunzi hao ambaye nimegusia, ataitwa kwa jina la Filipo. Aliongozwa kwa mujibu wa maandiko na Roho Mtakatifu ili kukutana na huyo Towashi wa Ethiopia, aiza Towashi wa Kushi, kwa sababu Kushi tena ndio Ethiopia.
Sasa swali linabaki pale pale tu. Je, ni huyo towashi wa Ethiopia aliyekuwa mweusi wa kwanza kuingiza Ukristo au kuingiza injili ya huyu atakayeita Yesu katika bara letu kipenzi Afrika? Alama ya kuuliza. Sasa wakati alipokuwa akisoma hicho kitabu, yeye huyo towashi wa Ethiopia, ni nani aliyempa hicho kitabu? Alikitoa wapi? Na ikiwa alikuwa anasoma aelewi, kwa nini uwe na kitu aweze usome kitu alafu auelewi na bado uwe nacho tu? Kinakusaidia kitu gani? Ina maana kwamba wakati alipokuwa akisoma hicho kitabu cha Isaya, ina maana huyu Mwethiopia alikuwa anajua hiyo lugha, si ndio? Maana unaweza ukasoma kitu lakini hauelewi, hilo ni jambo la kawaida. Ina maana kwamba hata kama ni lugha yako ambayo unaongea kabisa, unaweza ukasoma lakini sielewi. Kwa hiyo alikuwa anasoma hiyo lugha vizuri bila matatizo kabisa, na huyo Filipo atakuja naye pia ataongea naye. Ina maana wakati anapoongea na Filipo, huyu Mwethiopia naye pia anasikia, anaelewa vizuri lugha ya nani? Ya Filipo. Mwethiopia anaelewa vema lugha ambayo Filipo aliyokuwa akiongea. Je, ni Filipo aliyejifunza nani lugha ya Waethiopia? Aidha ni yeye Mwethiopia ndio alijifunza hiyo lugha ya Waisraeli aidha Wayahudi katika kipindi hicho? Alama ya kuuliza. Hatujui, haijaandikwa ndani ya Biblia na hatuwezi tukaingia zaidi sana huko kwa sababu huo uthibitisho hakuna. Tunaendelea. So, niko polepole sana, sina polepole, ili kwamba haya mafundisho yapate kuwapenya vizuri, muelewe mambo mengine ambayo mjawahi kuyaelewa. Sasa baada ya mazungumzo hayo, atakubali imani jipya. Huyo towashi wa Ethiopia atakubali imani jipya. Imani la nani? La Yesu huyo wa Nazareti, kwa mujibu wao. Ina maana kwamba wakati alipokuwa akienda kuabudu Yerusalemu, hakuwa anaenda kumwabudu huyu atakayeita Yesu. Hapana, ili mulielewe vizuri. Hakuwa anaenda kuabudu huyu atakayeita Yesu, hapana, bali alikuwa anaenda kuabudu huyu atakayeita Yahweh, Yehova, Elohim, El Shaddai, kwa sababu hiyo taarifa ya Yesu, yeye towashi wa Ethiopia alikuwa bado hajajua kabisa kama huyu jamaa yupo. Kwa hiyo ilitakiwa Filipo aje azungumze naye, amwambie kile anachokiongea, ndipo akubali, ndipo kwa mujibu wao abatizwe ndani ya maji, alafu ataleta sasa hiyo injili mpya katika nchi yake ambayo ni Ethiopia, na kutawanya ndani ya Afrika mzima, kwa mujibu wa baadhi. Yote niliyoanza kuongea ulikuwa ni utangulizi. Sasa tunaingia ndani ya gogo lenyewe la mafundisho ya siku ya leo. Kipengele cha kwanza: je, Ukristo uliingia katika Afrika kupitia towashi wa Ethiopia? Ili sasa muwe na uhakika ni kweli aiza hapa. Kitabu cha Matendo ya Mitume ndani ya Biblia za kisasa, mnaweza mkachukua tu toleo zote ambazo mko nazo, kwa sababu kuna toleo nyingi za Kiswahili. Kuna Biblia Habari Njema, Biblia Takatifu, Biblia Neno la Uzima, Biblia sijui Tafsiri ya Ulimwengu Mpya na mengine. Mnaweza mkachukua tu, tunaingia ili kwenda kusoma pamoja. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 26 hadi 38 inaanza kusema hivi: Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukahende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi. Kushi ndio maana nikamwambia Kushi ndio Ethiopia. Kuna mkato towashi. Tunasimama kwanza hapa, alafu tunaingia ndani. Ili andiko hili wengi wenu, hata mimi mwenyewe, tulisoma ili andiko, tukapita ili andiko, lakini kuna mambo ambayo tunayasoma hatuyajui. Leo mtaenda kuyajua hayo mambo ambayo muyajui. Nilikuwa napita na wewe pia ulikuwa unasoma hapa, ulipita, lakini hawakuwa makini kwa kitu fulani hapa. Narudilia ili muende kupenya vizuri gisi anavyosema. Naye akaondoka, kwenye mstari wa 27, akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, yani mtu wa Ethiopia. Kuna mkato towashi.
Towashi maana yake ni nini? Aha, towashi maana yake ni nini? Hili ndio swali ambalo tunaenda kwanza kuuliza. Towashi ni mtu wa namna gani? Towashi, mwelewe kwamba towashi ni mtu ambaye au alikatwa sehemu zake za siri. Sikilizeni kwa makini. Aidha alikatwa sehemu zake za siri, aidha aliondolewa ule uwezo wa kupata uzao wa kuzaa. Huyo ndiye towashi. Narudilia tena, towashi ni mtu wa namna gani? Towashi ni mtu ambaye hawezi kuzaa. Ni mwanaume ambaye labda walimkata, waliondoa sehemu zake za siri, aidha hawezi, hana uwezo huo kwa mambo kadhaa. Tutaenda kuingia kiundani ili mwelewe huyo towashi ni nani, maana watu wanasema towashi wa Ethiopia. Towashi ni nini? Sasa huyo mtu anaweza akaondolewa hayo mambo kwa sababu mara kwa mara katika kipindi cha zamani, katika sehemu ambapo ni nyumba za wafalme, mfano kuna sehemu ambapo wanawake huwa wanahifadhiwa, wanachungwa tuseme. Sasa huyo towashi ambaye ametolewa hivyo, yeye anaweza kuwa mlinzi wa wanawake. Sijui kama naelewa vizuri. Anakuwa mlinzi ambaye ndiye anayelinda wanawake, lakini kwa sababu hana uwezo wa kuzaa, ndipo wanasema muweke huyo au analinda hawa, kwa sababu hatafanya mambo mabaya na hawa wanawake. Sijui kama naelewa hili. Hilo ndio vilikuwa sababu, ndio maana anaitwa towashi. Yaani unaposikia towashi ni mtu ambaye aidha alikatwa hivyo, aidha alizaliwa hivyo, aidha yeye mwenyewe kwa sababu ya sababu zake. Tutaenda kuingia kiundani, mtaenda kuelewa vizuri. Hii taarifa mlikuwa naye, mlisoma towashi ya Ethiopia, lakini hamjua alikuwa mtu wa namna gani. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa inaweza ikawa pia wanaweza wakamfanyia hivyo akawa towashi kwa sababu kwa mujibu wao hana umuhimu, kwa sababu mtu ambaye anayefanyiwa mambo kitendo kama hicho, huyu anayekufanyia hivyo, yani anakudhalilisha, haoni umuhimu wako, aidha anaogopa kitu fulani, ndio maana atafanya mambo kama hayo, na wewe unakuwa hauwezi hata kwelikweli kuwa na uzao baadaye. Sasa anaendelea kusema, baada ya kukutana na towashi huyo, akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, yani towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi. Malkia wa Kushi ina maana kwamba huyu towashi wa Ethiopia, tuseme kwa wakati huu, kwa mfano kwa nyadhifa ambazo tunaziona katika uongozi wa serikali, tunaweza tukachukulia kama vile yeye alikuwa kama vile waziri wa fedha. Sijui kama naelewa vizuri. Yaani alikuwa na wadhifa kwa sasa hivi ambayo tunaweza tukasema kama vile waziri wa fedha, ndio huyo towashi. Kwa hiyo katika ufalme huo yeye alipewa kwelikweli wadhifa mkubwa, ingawa alikuwa towashi ambayo ameondolewa yani je alizaliwa hivyo, alipewa wadhifa. Ina maana alikuwa mtu ambaye anaheshimika, tunaweza tukasema kwa namna moja, kulingana na wadhifa aliokuwa nao, na alikuwa na pesa alikuwa nazo kweli kweli. Sasa alikuwa chini ya mamlaka ya malkia wa Kushi ambaye ni Ethiopia, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Kwa hiyo ndivyo nilivyosema, huyo towashi Mwethiopia alienda Yerusalemu kwenda kuabudu. Mkisoma ndani kabisa hii historia ya huyu towashi kwenda kuabudu nani Yerusalemu, kuna maswali ambayo mnaweza mkajiuliza tena zaidi, kwa sababu alikuwa kwenye lile gari la kukokotwa na wanyama lile papo, kama farasi za nini, anaenda polepole. Sasa muangalie umbali ambao uko kati ya Ethiopia na ile Israeli ambayo mnaisikia kwa sasa hivi, muangalie kuna kilomita ngapi, na hiyo gari ya kukokota wanyama inaweza kufanya muda wa masaa mangapi ili kufika, alafu tena baada ya kuabudu tena harudi. Hapo sitawaingia kwamba kwa sasa sio mafundisho haya, lakini nyinyi wenyewe mnaweza mkatumia kweli. Sehemu ambapo mtu anaweza katembea, kwa mfano tuseme mfano wiki mzima ili afike, kwa kutembea kwa hiyo kwa huo usafiri, aende kuabudu, alafu anafanya wiki mzima tena, labda yuko njiani kurudi. Haya nawaachia, lakini sio mafundisho ya siku ya leo kuhusiana na hii.
Sasa alienda kuabudu, na hakuwa anaenda kumwabudu huyu wanayeita Yesu. Hapana, kwa sababu alikuwa bado hajamjua huyu Yesu wake. Lakini ina maana kwamba yeye Filipo nani yuyo towashi alikuwa tayari anamwamini Yehova Yawe Elohime. Sijui kama mnaona hilo. Kwa hiyo alikuwa tayari na imani la Kiyahudi. Ina maana kwamba weusi katika kipindi hicho walikuwa tayari na imani la Wayahudi kabla hata ya kumjua huyu atakayeita Yesu, kwa mujibu wa Biblia, kulingana historia hii ya huyo towashi wa Ethiopia. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Sasa atakutana na huyo Filipo. Filipo atamwona, ambaye alitembea kabisa na Yesu, ambaye alitembea alikula na Yesu. Kwa mujibu wa Biblia, Filipo ni mtu ambaye atatengeneza, ataongea kile ambacho alichokiona. Sio kwamba niliambiwa, nilisikia, niliona mimi mwenyewe, nilishuhudia, nina uhakika na kile ambacho nitakachokiongea. Lakini hata yeye Filipo atakachokiongea, uongo amejaza naye pia humo humo. Utaenda kuelewa baadaye, kwa sababu ndio hapa tuko katika mambo ya kwenda kuwaonyesha namna gani Biblia walivyoichakachua. Kwa hiyo atamwelezea kuhusiana na Injili, atakubali na wataondoka baada ya hapo ili kwenda kueneza haya. Lakini napenda kuambia kwamba towashi wa Ethiopia sio mweusi wa kwanza kuingiza Ukristo ndani ya Afrika. Hapana, hivi mnaelewa vizuri. Yaani hata kabla yake kuna wengine ambao walikuwa tayari wameshajua Ukristo kabla hata ya utowashi. Naposema Ukristo, yani Injili ya Kristo, walikuwa tayari wameshajua kabla yake. Tutaenda kuonyesha ndani ya Biblia, lakini tunaendelea kwanza kusoma kumalizia historia, alafu tutaenda kuangalia upande mwingine. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea haya unayoyasoma? Katika tafsiri zingine, je, unayaelewa haya unayoyasoma? Kwa hiyo Filipo, kama jinsi ilivyosema, alikuwa anaelewa lugha ya yani ya nani, ya huyo towashi. Towashi naye pia alikuwa, huyo towashi Mwethiopia alikuwa anaelewa lugha ya Filipo. Walikuwa wanazungumza lugha gani? Je, Kiebrania, Kiyunani, Kiyahudi, kinini, Kiaramu, waweza nini? Ni lugha gani ambayo walikuwa wanaongea hapa? Je, alikuwa anaongea Kioromo? Aweza namna gani? Hilo halijaelezwa. Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsii Filipo apande na kuketi pamoja naye, na fungo la maandiko alilokuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Hili ndio andiko ambalo alikuwa anasoma yeye nani, towashi wa Ethiopia. Sasa anasoma lakini haelewi. Ndio maana akaendelea kusema. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Hicho ndio hakuwa anaelewa, anaongelea nani? Sasa mtaona Filipo naye pia gizi ataenda kudanganya huyu jamaa. Hamujaona, lakini mimi tayari nimeshaona, kwa sababu mzaliwa wa pili ameshatuonyesha. Atasema hivi Filipo, akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Yaani Filipo alipenda kumwambia kwamba hii historia ambayo unaisoma ndani ya Isaya inamwongelea Yesu. Huu ni uongo mtupu, ni uongo mtupu, haijaongelea Yesu hata kidogo, kwa sababu imesema hivi, imesema hivi. Fungu lilikuwa linasema hivi, msikilize kwa makini: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Wao wanasema ni Yesu ndio anaongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya. Yaani hata walivyokuwa wakimtusi na mwingine alikaa kimya, hakuongea, kufanya chochote. Ndivyo anavyosema hapa. Alafu tunaendelea, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Kwa hiyo ndivyo hata huyu atakayeita Yesu hakuongea chochote. Ndivyo anavyomwelezea nani huyo towashi. Lakini kuna kitu ambacho huyo Filipo naye pia hakuelewa vizuri, aidha hakuwa
wakati walipoandika hawakuelewa hili kwamba litakuja kuunduliwa kwamba ni uongo. Anaendelea kusema katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Inahusu nani? Huyo Yesu. Alafu anasema hapa, ni nani atakayeeleza kizazi chake? Wanamwambia kwamba huyu wanayeongelea ambaye ni Yesu kwamba alikuwa na kizazi. Je, ndani ya Biblia za kisasa mnaelewa kweli kweli kwamba Yesu aliwahi kuzaa? Kwa mujibu wa Biblia kuna sehemu ambapo andiko limesema kwamba Yesu alikuwa na uzaa, kwamba alikuwa na uzaa. Kwa hiyo haya mambo ambayo yanaongelewa hapa hayamuhusu, lakini hapa ndio wanaanza kuingiza Ukristo ili kuweka kwamba unabii wote ambao unazungumziwa unamhusu huyu anayeita Yesu. Sijui kama mnaelewa vizuri. Ndio maana wakati mnaposoma msome muelewe. Je, ndio maana akasema, aliuliza huyu Ethiopia, huyu Toashi, hii historia inaongelewa ni nabii huyu Aisa, inaongelewa mtu mwingine? Ni mtu mwingine, sio huyu jamaa ambaye anakuja ambaye wanakuja kukuambia kwamba ni Yesu. No, ni mtu mwingine ndio anaongelewa hapa, sio huyu ambaye wanasema wao. Basi yule Toashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu kumrazi asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akamfunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Hiyo ni historia nyingine ambayo tumeshaongelea kuhusiana na ubatizo wa maji. Hauna hata umuhimu, uliwahi kupita huko wa kipindi cha zamani cha Yohana Mbatizaji. Ubatizo wa maji uliishia kabisa katika kipindi cha Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo kipindi cha huyu atakayeita Yesu, swala la kubatiza kwa maji hilo ni mwiko kabisa. Ndio maana Yohana mwenyewe Mbatizaji alisema kwamba mimi nawabatizeni kwa maji ili kwamba mupate kutubu kwa ajili ya toba, lakini atakaye kuja baada yangu, yeye hatawabatiza tena kwa maji, bali kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndivyo alivyosema. Sasa kama huyu atakaye kuja ni nani? Ni Yesu. Akasema huyu ndiye mwana kondoo atakayeondoa dhambi za watu. Yeye tena nani? Yohana Mbatizaji ndiye aliyesema ndio huyu ambaye nilikuwa nasema kwamba atakuja kubatiza, sio tena kwa maji. Sasa kama yeye ameisha kuja, swali linabaki, kwa nini hawa wanaendelea kubatiza tena watu ndani ya maji? Ina maana wote wanaobatiza watu ndani ya maji kwa wakati huu, yaani wako katika kipindi cha Yohana Mbatizaji bado, yaani kwao, kwa mujibu wao, hawajakubali kwamba huyu Yesu wao amesha kuja. Hivi sijui kama naelewa vizuri. Aha. Maana Yesu kwa mujibu wa Biblia akija tu, yeye hawezi akabatiza watu tena katika ubatizo wa maji. Maandiko yako pia, yaani madogo ambayo unaweza ukasoma tu na ukajua kwamba ni hivi. Lakini angalia watu wanaendelea muda huu, nimepokea Bwana, nimeenda kubatizwa, nimekuwa mtu mpya. Ubatizo huo ulipita na maji, ulienda kitambo, hauna tena manufaa. Unapoenda huko unaenda kujichafua tu. Kwanza unaenda kuogeshwa, hakuna hata sabuni, maji mengine machafu, wengine wanabebwa na mamba humo, wengine yani utakuta mambo uchafu, wengine wananyea humo, wengine wanakojolea humo, alafu unasema nimebatizwa, nimekuwa safi. Umekuwa tena mchafu tena zaidi. Afadhali hata ungeenda tu kwenye bafu unaoga, unajipaka, afadhali. Yaani maana kila mtu ambaye anaoga yani anabatizwa kila siku. N'importe quoi. Bon, hayo ni mambo yao. Kwa hiyo, je, tumeonyesha kwamba huyo towashi sio yeye ambaye aliyekuwa mweusi wa kwanza kujua mambo ya Injili. Yaani kuna wengine ambao tutaenda kuonyesha ambao walijua mambo ambayo tunaweza tukasema Ukristo, historia ya Kristo kabla hata huyo towashi, tunaweza tukasema historia yake haijakuwepo, yeye na Filipo. Na hapa sasa ndio nitaomba umakini wenu na utulivu wenu ili mwende kuyasikiliza hai. Bila umakini wenu utashindwa kuelewa vizuri. Sasa kwa nini nimewaambia kwamba huyu towashi, yani mnaposikia neno towashi ni mtu ambaye amekatwa sehemu hizo, yani aiza amezaliwa hivyo nini? Huyu atakayeitwa ni Yesu ataenda kuwajibu. Huyu ambaye wataita Yesu ndani ya Biblia ataenda kuwajibu. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 19. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 19 mstari wa 12 inaanza kusema hivi: maana wako matowashi. Huyu anayesema hapa ni huyu ambaye wataita Yesu. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni
mwa mama zao. Mnaona sasa, anaweza kuwaelezea kuhusiana na matowashi. Yaani hapa anaposema kwamba kuna matowashi ambao walikuwa matowashi kwa sababu walizaliwa wakiwa hivyo kutoka katika tumbo za mama yao. Maana yake ni nini? Yaani unapozaliwa hauwezi kupata watoto, maana kuna itilafu pia tukasema katika tukasema mambo korodani katika sehemu za siri, yaani kuna itilafu ambalo hauwezi kabisa ukapata uzao. Hilo ni jambo la kwanza. Huyu anayesema hapa ni huyu Yesu wao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Ndio maana nikasema sasa kuna wengine matowashi ambao watakatwa kwa sababu watakata ili kuona kwamba hawa watu hawako muhimu, aidha watakata hivyo kwa sababu wao wanalinda kikundi cha wanawake, ili kwamba watujua kwamba baba huyu jamaa hana tena, kwa hiyo hakutakuwa matatizo ambayo yatakuwepo kule, hatazaa nao, atafanya mambo mengine. Huyu anayeeleza hivyo ni huyu Yesu wetu pia, ili kuonyesha kweli kweli haya ninayoyaongea sio kwamba tunayaongea ili kufikiria kwamba towashi maana yake ni hivi. No, hata maelezo yako pale. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Yaani wao watasema ili mimi bwana kuepuka na tamaa za dunia na mengine, bwana mimi lazima niondolewe hili jambo, kwa sababu haya mambo yanaweza kanifanya niende kuzini, nifanye mambo mengine ambayo sio mazuri. Kama sina, kwa hiyo sitafanya ambacho ni kibaya. Kwa hiyo wataamua wenyewe kukata, ni uamuzi wao wenyewe. Lakini je, ni importe quoi, ili kwamba uendelee kwa mambo ya Mungu aza mengine, lazima ukachwe hivyo, kwa sababu usio na tamaa ya watu wengine baadaye, utakuwa huko sawa kweli? Aisa namna gani? Yeye amesema tena wako matowashi waliofanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Yeye umelipokea hizo bado? Haleluya, amena. Ndio kisa watasema hivi alafu mambo bana. Kwa hiyo amewaelezea ni namna gani au matowashi wapo. Ameeleza kuna aina mbalimbali za matowashi, yani wengine ambao wamezaliwa hivyo hivyo, utakuta wengine yani kidogo, wengine wamekatwa, wengine hawana hivyo, wengine yani kila mmoja na sababu zake wanafanya mambo kama hayo. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza kuhusiana na towashi wa Ethiopia. Je, ni yeye ndio alikuwa wa kwanza mweusi kuingiza injili katika bara letu la Afrika? Jibu nawaambia ni hapana. Lakini mtasema hapana namna gani? Kwa sababu hatujajua mambo mengine. Ndio maana kipengele cha pili naenda sasa kuonyesha weusi wengine walijua injili kabla ya towashi wa Ethiopia, kabla hata hiyo mnayoita Vatican. Sikilizeni kwa makini, si mnaona Vatican, si mnasema kwamba ni wao ndio walioleta, ni wao ndio walioleta Ukristo. Dini zingine zote zimetokana, tukiacha Uyahudi, zimetokana na Vatican na wengine, sawa. Lakini kuna weusi ambao walijua mambo ya Ukristo kabla hata hiyo Vatican haijawahi kuwepo. Mkutano wa watasema mkutano wa Nice haujawahi kufanyika. Weusi wengine walikuwa tayari wameshajua mambo ya Ukristo. Sikilizeni kwa makini haya mambo Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mstari wa kwanza. Mimi naenda katika Biblia Habari Njema, unaweza ukasoma katika tafsiri nyingine, lakini Habari Njema kuna neno fulani ambalo wametafsiri ambalo napenda nanyi pia muende kulisikia vizuri. Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mstari wa kwanza inasema, katika kanisa la Antiokia kulikuwa na watu wengine waliokuwa manabii na waalimu, miongoni mwao wakiwa Barnaba mkato, Simoni aitwaye pia mweusi mkato, Lukio wa Kirene mkato, Manaheni ambaye alikuwa amelelewa pamoja na mfalme Herode na Saulo. Tunasimama, hilo ni andiko, ni ndani ya Biblia Habari Njema. Kwa hiyo wanamwambia kwamba katika kanisa hilo la Antiokia, kwa sababu mkisoma vizuri watawambia Wakristo wa kwanza kuitwa kuwa Wakristo ni katika kanisa la Antiokia. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Yaani neno kusema kwamba huyu ni Mkristo lilianzia katika kanisa hilo la Antiokia, lilianzia katika jiji hilo la Antiokia. Wakristo wa kwanza kuitwa kuwa Wakristo ni katika jiji la Antiokia. Na Antiokia ni wapi? Ulaya huko. Sasa swali ni je, wanaposema kama ni huko ndio walianza kuitwa kwamba wewe ni Mkristo,
Huyu Yesu wao kwa mujibu wa watu, je, alitoka huko Ulaya? Kwa mujibu wa watu alitoka Yerusalemu, alitoka kule kwa Wayahudi, alitoka kule Israeli, si ndio? Ina maana kwamba Waisraeli wenyewe hawakuwa wanamuita Kristo. Ili mnaelewa vizuri, yaani Wakristo wa kwanza kuitwa Wakristo ni katika Ulaya huko. Sasa wakati tunajua kwamba Kristo alikuja katika nchi ambayo wataita Israeli, sasa hao Waisraeli walikuwa wanamuita nani? Alama ya kuuliza. Ni wao wa Ulaya ndio watakaomuita Yesu, aidha Jesus, kwa tafsiri ambayo mko nayo Jesus, katika tafsiri hizo za nani za alafu watu wanaongea Kiswahili wanasema Yesu kwa sasa hivi, kwa hiyo tafsiri. Lakini Wayahudi hilo Yesu hawalijui, na wao ndio mtoto huyu alizaliwa kwao kwa mujibu wa watu. Hasa inakuwa namna gani? Mtoto huyu amezaliwa hapa, wao wanamuita hivi, lakini wale wengine ambao mtoto hakuzaliwa hata kwao ndio watasema kwamba sisi ndio Wakristo, anaitwa Kristo, anaitwa Yesu, wakati huku wao wanamuita mwingine kwa jina lingine. Wao walimuita Yehoshua Hamashia, ndivyo walivyomuita. Sasa inakuwa namna gani? Hao wenyewe walio huko ndio wataanza kumuita huyu anaitwa Yesu ni namna gani? Hili ndio swali bado watu hawawezi wakaona hiyo, lakini hilo sio swala ambalo linatubeba hapa katika hilo andiko. Katika ile andiko anawaambia kwamba katika kanisa hilo la Antiokia kulikuwepo na manabii, kulikuwepo na waalimu, na miongoni mwa waalimu hao tumeona kuna majina ya watu wengine ambao walikuwa ni weusi, ambao walikuwa manabii, ambao walikuwa waalimu. Hivi mnasikia, mnaelewa vizuri? Narudilia kusoma ili muelewe vizuri. Katika kanisa la Antiokia kulikuwa na watu wengine waliokuwa manabii na waalimu, miongoni mwao wakiwa Barnaba, Simoni aitwaye mweusi. Yaani Simoni yeye alikuwa anaitwa, unaweza kumuita tena mweusi, ni tafsiri sio mimi. Kulikuwa Lukio wa Kirene, pia kulikuwa Manaheni ambaye alikuwa amelelewa pamoja na mfalme Herodi na Saulo. Kwa hiyo tayari tumeshaona kwamba Simoni mweusi alikuwa mweusi. Kuna tafsiri nyingine wanasema Nigeri, katika tafsiri, katika toleo zingine wanasema Simoni anayeitwa pia Nigeri, jinsi wanavyoandika katika tafsiri zingine mkisoma, lakini habari njema imesema mweusi ili kuonyesha hivi. Kwa hiyo huyu Simoni ambaye alikuwa mweusi, ambaye anaitwa tena mweusi, yeye alikuwa mweusi, lakini pia huyu ambao mwingine ambao wataita nani, Lukio wa Kireni, aidha Kureni, naye pia alikuwa mweusi. Sikilizeni kwa makini, wote walikuwa weusi. Mnaweza mkajielimisha katika haya ambayo nayoyaongea, kwa sababu siongee kitu kwa sababu niongee tu. Mnaweza mkajielimisha pia kutafuta kwelikweli haya nayoyaongea kama yana udhibitisho wowote, aidha hapana. Sasa na hawa wote hawa walikuwa tayari manabii, walikuwa tayari waalimu, ni kabla hata ya huyo towashi wa Ethiopia kukubali injili ambayo alipewa kutoka kwa nani? Kwa Filipo. Hapa hajakutana na huyo Filipo. Sijui kama mnaelewa vizuri. Sasa wanaposema Kirene mtajua hiyo mji wa Kirene, walio wengi hawezi wakajua. Mji wa Kirene ni jiji la Ugiriki, lakini liliitwa hivyo, lilikuwa pia katika Ethiopia. Kuna jiji la Kirene ambalo linaitwa Kirene katika Ethiopia. Sijui kama mnaelewa vizuri. Kirene, hilo jiji lilikuwa katika kama vile wanavyofanya, wanaweza kuchukua jina la nchi fulani wanaipeleka huku, kama jinsi kwa sasa hivi kuna sehemu mbalimbali mtasikia yanaitwa majina ya wazungu zaidi sana kwetu barani Afrika, kama mnavyoelewa kwa wakati huu. Utakuta Leopoldville, Elizabethville, mambo kama hayo, utakuta ni hawa huko ndio wanapeleka huko. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo Ethiopia zamani katika kipindi ilikuwa inaitwa Kirene, lakini ni jina ambalo linatokana na Wagiriki. Kwa hiyo huyo Lukio, huyo ambaye tumeona hapa, Lukio alikuwa mtu ambaye anatoka Kirene, alikuwa anatoka pande, na Kirene ni wapi? Ni pande za Libya. Sio kama mnaelewa vizuri, pande za Libya, na Libya ni nini? Ni Afrika. Haya mambo mnatakiwa kuyaelewa vizuri. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 11 mstari wa 20 inasema hivi: lakini baadhi ya waumini waliotoka Kupro na Kurene walikwenda Antiokia, wakautangaza huo ujumbe kwa watu wa mataifa mengine,
wakiwahubiria habari njema juu ya Bwana wa nani huyu ambao wataita Yesu. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba weusi, yani Waafrika, walikuwa tayari wameshajua Injili kabla ya kanisa Katoliki kama gisi mnavyoliona kwa wakati huu, kabla ya Biblia za kisasa hizo ambazo watu wako nazo kuzisoma. Weusi walikuwa tayari wameshajua Injili kabla ya hayo yote kutokea. Mkutano wa Nisea haujakuwepo hapa hivi kwa wakati ambao tunasoma hapa. Tayari weusi walikuwa manabii, tayari weusi walikuwa walimu. Hivi na waongelea ni mambo ya ndani ya Biblia za kisasa, sio kwamba labda tunaingia katika sehemu zingine, ni ndani ya Biblia za kisasa, ili kuonyesha tu kwamba hata kabla hizo dini zote ambazo mko nazo, weusi walikuwa tayari wameshajua Injili. Kabla ya Vatican, kabla ya Biblia zote ambazo watu wako nazo, weusi walikuwa tayari wanajua Injili. Kwa hiyo kabla hata ya Paulo wa Tarso kuwa mtume kama jinsi mnavyojua, watu weusi walikuwa tayari wanajua Injili tayari. Sasa musikilize sasa, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi 10 nasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Ni watu mnajua ni wakati gani ambapo yule ambao wataita Yesu kwamba amenyakuliwa, ameenda akasema kwamba mkusanyike Yerusalemu, mtapata nani? Roho Mtakatifu, ubatizo wa nani? Jinsi unavyojua walikusanyika wanafunzi humo, mitume walijaa, hata Maria mama wa Yesu alikuwa ndani. Hayo mnaweza mkasoma. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hapo ndipo wao wanaosema wao wanajiita wa Pentecost, ndipo watachukua hii yao ya Londre pai pai kwamba wanaonena kwa lugha, kwamba wameingia katika wakati wa Pentecost. Lakini hizo lugha sio lugha za mbinguni kama Yesu anavyosema, zilikuwa tu ni lugha za watu. Hilo mlielewe vizuri, na hilo ndio maana najiuliza sana hawa wanaojiita wachungaji, je, wako serious kusoma maandiko yao au wanafanya tu ni mchezo tu? Kwa sababu hapa ndipo hivi mnaposikia wanaojiita wachungaji wanasema wananena kwa lugha, ni hapa ndio walitolea, hapa katika ile andiko ndio walitolea. Sasa muangalie hii kunena kwa lugha hapa ambapo tunasoma na kile ambacho wanafanya huko, hivi mnaweka kwamba vinafanana? Yaani wameingiza mambo yao mengine ambayo hayana hata uhusiano wote. Wanasema tunaongea lugha za mbinguni. Ongea kwanza lugha ya mbinguni, utasikia Londre paipa, Londre charabara, chora barabara, kwamba wanaongea katika lugha za mbinguni. Muulize sasa, unaongea maana yake ni nini? Hauwezi ukajua, ni mambo ya sirini, ni Mungu tu ndiye anayenielewa. Kama ni Mungu ndiye anayekuelewa, wewe ndio ongea na Mungu wako, kwa tuna haja wewe uongee hapa. Sasa itatusaidia kitu gani? N'importe quoi. No, kama hakuna mtu wa kutafsiri anatakiwa kunyamaza. Tutajuaje kama huyu anayetafsiri naye pia anatafsiri sawa sawa? Unajua mambo ni mengi ambayo watu wanaongea, lakini wanasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako wa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu watahua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Yaani mitume walijazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Hizo lugha wale waliokuwa pale walikuwa wanasikia ni lugha zao, sio lugha za mbinguni. Hivi kabisa hapa kuna ugumu wa kusoma ile andiko na kuelewa. Waliokusanyika walielewa, wakaanza kusikia inakuwa namna gani? Hawa sio wa Galilaya, mbona wanaongea lugha zetu? Sasa haya ni mambo makuu ya Mungu, haya ni maajabu ambayo tunayaona sisi. Walishangaa, kwa nini hao sasa wanafanya tofauti, wanaojiita wachungaji? Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikusanyika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mmoja kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparti, sikilizeni kwa makini, Waparti, Wamedi na Waelami na wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia,
Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri, na pande za Libya, tuko Afrika hapo hapo, na Kirene. Ndio niwaambia, Kirene ni Afrika, ni sehemu ya Libya hapo. Nasema Misri ni Afrika nayo pia, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. Yaani hao wote walikuwepo. Hivi dini zilikuwa bado hazijakuwepo? Yaani huko weusi nao pia walikuwemo humo ndani. Hivi mnaelewa vizuri? Weusi walikuwa humo ndani wakati ambapo mitume wamejazwa na Roho Mtakatifu, wanajazwa. Hawako wanasema Londre pai. Walikuwa wanaongea lugha zile ambazo hao watu wengine wanaongea sana, bila kujifunza. Inakuwa namna gani? Hawa si wa Galilaya, wanaongea lugha zetu namna gani? Ni makuu ya Mungu kulingana na Biblia. Kwa hiyo kulikuwepo na weusi tayari waliojua Injili. Ndio maana nawaambia sasa, wakati huu wanakuja kuambia kwamba wao wameleta Biblia, wameleta dini katika lengo la kumwokoa mtu mweusi. Haleluya, amen. Hatuna haja ya dini zenu ili kuokolewa. Sisi tunajua ukweli tangu zamani, kabla mjaleta takataka zenu katika bara letu. Hilo ni hivyo, linaweza likawaumiza wengine, lakini watameza tu hivyo hivyo. Hata kama ni ngumu, watameza, maana ukweli hauna mzaa. Hakuna mjadala na ukweli. Ukweli unaelezwa kama jinsi ulivyo. Ni mtu kukubali, utukufu kwa lugha. Akikataa, haina shida, tunasonga mbele tu. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo weusi tunaona, tunadhibitisha pia kwamba walikuwepo tayari na wanajua Injili hata kabla ya towashi wa Ethiopia. Lakini sasa kulingana na Biblia za kisasa, kuna mtu mweusi mwingine ambaye, ndugu zangu, huyu aliingia katika ukaribu wa sana, nasema ukaribu wa sana, na huyu watakaita Yesu kuliko hata mitume wote wa Yesu. Kuna mtu mweusi ndani ya Biblia ambaye alikuwa na uhusiano na wakaribu sana kwa kitendo alichokifanya kuliko hata mitume wote waliotembea na Yesu. Kitu alichokifanya hakuna hata mwanafunzi ambaye wataita wa Yesu, huyu wa Petro, wa nani, wangeweza ambao walifanya. Hakuna. Alikuwa mweusi. Najua kila mmoja anapenda kujua ni nani huyu. Ndio maana mnasoma Biblia, mnaenda haraka haraka. Kuna mambo yenu humu, tutaenda polepole. Huyu mwanaume alikuwa nani? Na kwa nini alikuwa na ukaribu sana wa huyu ambaye wataita Yesu? Hapo ndipo mtajua kwa nini Vatican imeficha historia yenu. Kwa nini Vatican wamebadilisha historia ya mtu mweusi? Mtaenda kuelewa kwa nini. Kitabu cha Luka sura yake 23 kuanzia mstari wa 26 hadi 31. Tunaenda kusoma polepole na kukoboa andiko ili mwende kuelewa vizuri. Luka 23 tunaanza mstari wa 26. Inasema hivi: na walikuwa hapa, hata niwaambie kwanza alafu ndio tutasoma, kwa sababu amwezi mkajua hii historia imeanzia wapi. Tunaanza kwanza kwenye mwanzo wa historia, alafu ndio tunaendelea kusoma ili muelewe vizuri. Ni wakati ambapo huyu atakaita Yesu aliwekwa nguvuni. Wakati alipowekwa nguvuni, wakumpiga walimpiga, wakumziaki wakamziaki, akapelekwa huko na kule, wakasema kwamba lazima asulubiwe, afariki, auawe. Sasa wakati wa kwenda katika njia ile wanayoita njia ya Golgotha, ili kwenda kutundikwa kwenye, ndani ya Biblia kwenye msalaba, lakini kulingana na mashahidi wa Yehova kwenye mti, kuna jambo ambalo lilitendeka njiani. Yesu kwa mujibu wa Biblia aliwekewa msalaba kwenye mgongo wake. Bam! Anao tik. Mnapoangalia hata filamu gisi wanavyoonyesha, ni filamu lakini sio uhalisia. Anapelekwa, yuko na msalaba mzito kweli kweli. Pup, alafu tena mijereti nyuma. Hop, twende. Jamaa atachoka kweli kweli. Msikilize vizuri haya mambo hapa nawaambia. Kwa kweli alichoka. Msalaba ulikuwa mzito. Na huu msalaba ni kutokana, alibeba dhambi za watu wote wale ambao wanatakiwa kuokolewa. Alizibeba zote, akabeba tena hicho. Yaani ulikuwa ni msalaba ambao ni mzito, na dhambi zote tena za wale ambao atakuja kuokoa.
amezibeba, afu anatembea. Pum! Ikafika wakati ambapo hao wanajeshi wakasema, huyu jamaa huyo hawezi akaendelea naye, huyo anaweza akatufia hata njiani, huyo anaweza akatufia njiani, hatujafika Goligota kwenyewe. Ndio maana tunasoma kitabu hicho cha Luka 23 kuanzia 26. Na walipokuwa wakimwondoa, walimkamata mtu mmoja, kuna mkato, Simoni Mkirene. Simoni Mkurene. Huyu Simoni Mkurene ni nani? Aliyekuwa ametoka shamba, wakamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Nasimama hapa hivi, ndio maana mnaposoma maandiko lazima mjue ni nini hasa wanaongelea hawa jamaa. Kwa hiyo yani, huyu Simoni tumeona ni Mkurene, ni mweusi, tumemsoma tumemsoma vizuri. Simoni alikuwa mweusi. Imekuwa namna gani? Jamaa anatoka shambani, umati wa watu unazunguka huko pale, Yesu anapigwa mijeredi kwa mujibu wao, na wanasema kwamba Yesu ni mzungu, lakini wanamuona Simoni Mkurene anapita, anatoka shambani, akamwambia hey, kuja msaidie kubeba huu msalaba huu jamaa. Kwa nini ni yeye? Amnajiuliza hivyo. Kwa nini ni huyu mweusi ndiye atakaje? Wengine wataingia imani, tunajua, mimi najua tu kwa sababu wanapenda kutuonea. Walimchukua huyu mweusi kwa sababu ni kama vile wanasema kwamba yeye ni mtumwa wao nini, ndio maana wakamchukua. Na acheni hapo nyinyi, tuingie kwenye nani walisia, mwelewe vizuri. Imekuwa namna gani? Umati, mitume wako wapi hapa? Mitume wako wapi? Hawajaonekana. Kama wanajificha ndani ya watu hatujui. Watu wanalia nyuma, na nyote mnajua mwanamke anapofiwa gisi anavyolia, unaweza kufikiri labda naye pia atafariki. Yani wanalia. Na hapo Yesu kwa mujibu wao hajakufa, lakini kuona hali yake gisi alivyokuwa, ameshachoka. Wakaangalia wakasema, Simoni yule anatoka shambani, mlete huko. Chukua msalaba, peleka, msaidie huyu. Kwa hiyo Simoni Mkurene mweusi akachukua msalaba wa Yesu, akaweka hapa, Yesu mbele, yeye nyuma na msalaba. Tap tap tap. Hivi mnaona hicho kitendo, mnasoma tu na mnapita mnaenda. Ni kupenda kuambia kwamba kulingana hata na Biblia za kisasa, Yesu alikuwa mweusi. Mwelewa vizuri, hata kulingana na Biblia za kisasa Yesu alikuwa mweusi. Na walipomuona ndugu yake mweusi, wanampatia ndugu yake amsaidie bwana. Kwa sababu nawaambia kila wakati kwamba waliomuua Kristo wa kweli walikuwa ni wazungu na damu mchanganyiko. Je, hii historia wanaosema hapa, je, ilitendeka ndani ya ukweli? Mimi siongelee kuhusiana na Biblia za karata mbali. Karata ndimsi. Tuko ndani ya Biblia za kisasa. Ndio maana niko katika ufahamu wa ndani ya Biblia za kisasa. Msinielewe tofauti. Kwa hiyo kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa kwa mujibu hata wa maandiko yao, Yesu alikuwa mweusi. Na ndio maana huyu Simoni ambaye ni mweusi mwenzake, wazungu wengine wote wanasema mimi siwezi nikampokea wewe, mchukulieni huyu mwenzao abebe msalaba wake. Wakamchukua, akabeba msalaba wa huyu Yesu, akaenda nao. Sikilizeni kwa makini. Huu msalaba unawakilisha kitu gani? Yaani mtu mweusi amekuwa msaada wa Yesu, amemsaidia Yesu katika mateso yake, amekuwa miongoni mwa watu, na ni yeye pekee ambaye Yesu mwenyewe anasema ndani ya Biblia kwamba chukulianeni mizigo yenu, si ndio? Kwa mfano kama ndugu yako anapokuwa na tatizo, unachukua kama linakuwa tatizo lako. Sasa tatizo la Yesu mweusi alichukua, alibeba mzigo wa Yesu. Watu wengine wanasema kwamba tumpatie Yesu maisha yetu, ni vizuri jinsi mnavyosema. Mizigo yote tumpatie Yesu. Hata huu mzigo ambao ulimpatia Yesu ulikuwa mzito kwake, hadi Simoni akamsaidia kubeba huu mzigo. Hivi mnaelewa vizuri haya maandiko ambayo tunayasoma? Hadi Simoni akaubeba, kwa sababu huu mzigo, msione tu msalaba, muone kwamba juu ya msalaba kuna dhambi za ulimwengu. Ni mzigo mzito. Ndio maana hata Musa alipokuwa jangwani, kuhusiana na matendo ambayo yaliyotendeka,
ya wana wa Israeli. Alisema no, haya mambo yamekuwa magumu, yani nimechoka na hii hali ya hawa. Yani imekuwa, hata Mungu ndani ya Biblia tumesoma kwamba aliona kwamba dhambi za watu ilikuwa mzigo kwake. Hivi hamjawahi soma? Tulisoma kwenye andiko ambalo lilipita, sijui kama ni mafundisho ambayo yamepita. Kuna andiko ambalo linasema nafsi ya Mungu yani imechoka, yani haivumilii tena dhambi za watu, yani imechoka. Hichi ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Kwa hiyo Yesu, dhambi na msalaba vyote vilikuwa vizito kwake, ikabidi mweusi aje kumsaidia. Kuna niga ambaye ana nguvu, misuli, ametulia vizuri, sema mimi nitabeba hiyo, usijali. Kaweka hapa. Na hivyo utakuta Yesu alikuwa tayari na jasho, ndio vyote vilikuwa mazima, hakuna shida. Leta, akaweka. Mweusi yuko nyuma. Tip. Yesu yuko mbele. Tip. Yuko na msalaba. Wanasonga. Wanaenda kwenye njia ya Golgotha. Yaani Simoni Mkurene huyu mweusi alibeba mateso ya Yesu. Alibeba mateso ya Yesu. Alimsaidia Yesu katika mateso yake. Kwa hiyo tatizo hawakupenda tu kuambia kwamba kulingana na Biblia hiyo kwamba huyu Yesu alikuwa mweusi pia. Hilo hawakupenda kuambia kulingana na Biblia. Kwa hiyo Simoni Mkurene alishuhudia mambo hayo. Hivi mnasikia hapa kwamba kuna mtume wa Yesu ambaye alikuja kusaidia Yesu msalaba? Mmemsikia? Hatujui kama wako wapi. Wote wamekimbia, wengine wamekimbia wameenda. Lakini niga yuko pale anabeba msalaba. Mitume wote wangali huko, miujiza haijafanyika. Huyu nani Filipo bado hajamtokea nani, wangali huko wanajivinjari, jua wanajificha, lakini kuna mweusi ambaye yuko bega kwa bega na nani, na huyu Yesu anamsaidia. Alafu sasa mweusi baadaye mtasema kwamba ameenda kwa shetani, ameenda kuungua gisi wanavyosema, si ndio? Ndio mtasema hivyo. Wakati kuna wezi wawili waliwekwa kwenye msalaba kule na Yesu, mmoja akamtusi, mwingine akasema yeye, kwa nini umtusi? Yesu akasema ni utakuwa nami katika ufalme. Sasa yule ambaye amembeba, amemsaidia mzigo aliokuwa nao, anaenda kuungua. Tunaenda polepole. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake walikuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yani wanawake wanalia, mkombozi wetu, mwokozi. Hivyo wanawake wanalia, huyu mweusi Simoni anasikia, Yesu anasikia hivyo vilio. Yesu yuko mbele, Simoni na msalaba yuko nyuma, wanawake wako nyuma tena wote. Simoni anasikia, Yesu anasikia, wanawake wanalia. Yesu akawageukia. Aliwageukia nani? Hakugeukia huyu Simoni Mkurene, huyu mweusi. Aliwageukia wanawake, akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Anaweza kaongea kwa sababu mzigo umepokelewa, si wakati alipokuwa nao hakuwa na uwezo wa kuongea kwa sababu mzigo ulikuwa mzito. Kwa hiyo Simoni yuko nao. Simoni anasikia gisi huyu Yesu anavyosema, kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha, ndipo watakapoanza kukimbia milimani. Tuangukieni na vilima, tufunikeni, kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Kwa hiyo mti mbichi anamaanisha kwamba ni yeye Yesu, alafu mti mkavu ni wao wengine ambao wanaweza kaingia katika matatizo yao. Sasa itakuwa namna gani kwao? Mmemwona huyu mweusi, mmemwona huyu Simoni Mkurene ambaye aliyebeba mateso, sehemu kubwa ya mateso ya nani? Ya huyu ambaye wataita Yesu. Hata Marko naye pia anadhibitisha haya. Marko 15:21 anasema, walipokuwa njiani walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni, mwenyeji wa Kurene. Na Kurene nikawaambia kwamba ni sehemu ni pande za Libya, ndivyo nilivyowaambia. Yani ametoka huko. Yeye alikuwa baba yao Alexander na Rufo. Na wakati huo alikuwa akitoka shambani, basi wakamlazimisha achukue msalaba wa Yesu. Ina maana kwamba huyo Simoni Mkurene mweusi alikuwa na watoto pia. Watoto wake sasa huyu Marko anawataja, mmoja aliitwa nani? Alexander, na mwingine akaitwa Rufo. Sasa hao watoto wa nani wa huyu mweusi
walikuwa baadaye akina nani tuseme baadaye. Kitabu cha Warumi sura yake ya 16 mstari wa 13 nasema, nisalimie. Anayeongea hapa ni nani sasa? Ni Paulo. Nisalimie Rufo. Nisalimie Rufo. Rufo ni nani? Rufo ni mmoja kati ya watoto wa huyo Simoni Mkurene aliyebeba msalaba wa nani? Wa huyo atakaita Yesu. Hivi mnasikia vizuri? Rufo ni mmoja kati ya watoto wa nani? Wa Simoni Mkurene. Kwa sababu tumesoma hapo katika kitabu cha Marko 15:21 wakasema kwamba Simoni Mkurene alikuwa na watoto, na mmoja anaitwa Alexander na mwingine anaitwa Rufo. Sasa kuhusu wakati ambapo sasa Paulo alipofika, kitabu cha Warumi anaandika sura yake ya 16 mstari wa 13 akasema, basi nisalimieni Rufo, mteule katika Bwana. Yaani mtu mweusi ni mteule katika Bwana, ndivyo wanavyowaambia. Na mamai aliye mama yangu pia. Aliye mama yako namna gani? Huyu Paulo alikuwa mweusi, ndio maana naye pia anasema hivi. Lakini mambo yote watapenda kuyaficha, hawapende kuwaonyesha. Sasa baada ya hapo sasa ndio tutaanza kuona sasa mitume nao pia wataanza kuongea sasa. Msaada umeshafanyika, nao pia wataanza kuzungumza, tujue walikuwa wanajificha wapi. Petro wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa kwanza, na wasi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo. Yeye anasema ni shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Yaani Petro yeye anasema yeye alikuwa ni mshirika, yaani alisema kwamba ni shahidi wa mateso ya Yesu. Hatukueleza, inawezekana labda katika ule umati wa watu alikuwa ndani, sijui kama mnaelewa vizuri. Kwa hiyo mateso ya huyu Yesu, yeye Petro anasema kwamba alishuhudia. Petro anasema kwamba alishuhudia kwa macho yake mateso ya Kristo, bali Simoni Mkurene yeye sio tu kushuhudia, pia alishiriki katika mateso ya Yesu. Hivi mnaelewa vizuri? Kati ya huyu nani Petro na Simoni, nani ndio anaweza kaelezea kweli kweli ni nini mateso ya Yesu? Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Ni nani ambaye anaweza kaelezea kweli kweli mateso ya Yesu? Petro yeye anasema kwamba alishuhudia. Ni vema. Lakini Simoni Mkurene yeye alishuhudia, lakini pia alijihusisha, alishiriki, kwa sababu wakati Yesu alipokuwa na mateso anabeba msalaba, yeye alichukua sehemu ya mateso ya Yesu kwa wakati fulani, akabeba nayo mateso. Yeye alibeba. Yeye Petro alikuwa wapi? Hivi mnaona, ndio maana nawaambia kwamba mnaona undani ambao huyu mtu mweusi alikuwa nao kuliko hata mitume wengine wote wa huyo mtakaita Yesu. Kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6 mstari wa 2 inasema hivi, mchukulianeni mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Yaani mchukulianeni mizigo. Wakristo wanaomba kwamba kuchukuliana mizigo yao na kutimiza sheria za Kristo. Simoni Mkurene yeye hakuwa na haja ya kuchukua mizigo ya wengine, yeye alichukua mzigo wa Yesu. Hivi mnaona huyu mtu ni mtu wa namna gani? Yeye ameenda tena zaidi. Yaani ina maana kwamba Wakristo wanapokuwa na matatizo wanachukuliana mizigo. Sasa yeye Simoni Mkurene sio ya mizigo ya Wakristo, yeye alichukua mzigo wa Yesu akaubeba. Alibeba mzigo wa Yesu. Yesu alikuwa kabisa akasema haina shida, wakamchukua akabeba mzigo wa Yesu. Matendo ya Mitume sura yake 21 mstari wa 37 hadi 38. Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemadari, nina ruhusa nikuambie neno? Naye akasema, je, unajua Kiyahudi, Kiyunani kumradhi? Wewe si yule Misri ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha wale watu 4,000 walioitwa wauaji, akawaongoza jangwani. Wewe sio yule Misri?
Yaani jemadari hapa anamchukulia Paulo kama Misri, na Wamisri kipindi hicho ni weusi. Unaelewa vizuri, ili kuambia kwamba Paulo naye pia ni mweusi. Sio Misri ya sasa hivi ambao wamekuja, tunajua ni wakati gani walipoingia pale, walivyoingia na mambo yao ya kupigana na mengine. Mwelewe vizuri, kwa sababu weusi, yani Wamisri katika kipindi hicho walikuwa ni weusi, na kuna watu wengine ambao watasema no, Wamisri walikuwa ni weusi namna gani? Kwa sababu wanapoangalia pale wanaona wale wa Maghreb waliopata weusi namna gani? Na hao wamekuja sasa hivi, na tutaenda kuonyesha ndani ya Biblia kuonyesha kwamba kulikuwa Wamisri walikuwa ni weusi tu, tutaenda kuonyesha baadaye. Kwa hiyo tatizo ni kwamba wazungu watachukua historia yetu, watu weusi, vyote ambavyo vilitendeka kwetu, kwa sababu historia ya Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo ni historia ya mambo ambayo yalitendeka Afrika tu peke yake. Na arudilia tena, ni historia ambayo ilitendeka tu katika bara letu kipenzi Afrika. Nje ya hapo hakuna barua kwa Waefeso, barua kwa Watesaloniki, barua kwa Warumi. Hayo ni mambo yao hayo. Sasa kama ni barua ya Warumi, inatuhusu nini watu weusi? Nikikuandikia barua dada Joyce, je, nimemwandikia mtu mwingine? Si nimekuandikia huyu isome, sasa ni ya watu wengine. Kama ni barua ya nani, ya Waethiopia, inatakiwa kuwa ya Waethiopia tu. Sasa itakuwa nani barua ya nani, ya Watanzania, ya Wakenya? Barua ni kitu ambacho kinaenda kwa mtu fulani. Hivi umeshaona ndani ya Biblia wanaandika Injili hasa barua kwa watu weusi, hasa kwa Waafrika? Haya, ipo. Barua kwa kanisa la Philadelphia, barua kwa kanisa la Kapadokia, sijui Padakia nini na nini. Haya ni mambo yao, lakini tunajua ni nini ambacho wanakifanya. Walibadilisha historia yetu, walibadilisha rangi, walibadilisha majina, walibadilisha maeneo, miji, wakapachika, wakaweka vya kwao, wakaleta huyu ataitwa Paulo, huyu ataitwa Yesu, huyu ataitwa sijui Petro, huyu ataitwa Yohana, huyu ataitwa hivi na hivi na hivi na hivi, wakabadilisha majina yote. Hamujajiuliza kwa nini inawezekana namna gani jina la mtu libadilishwe katika lugha mbalimbali? Hivi hamujawahi kujiuliza hivi? Ameanza huku kuitwa Yehoshua Mashia, ametoa reda huku, anaitwa Jesus, 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 Yesu. Amoni kama kuna kitu ambacho hakiko sawa. Ni kwa sababu tunaongea lugha hii ndio maana anaitwa hivyo. Lugha haiwezi kubadilisha jina la mtu. Jina la mtu linabaki vile vile hata kama unaongea lugha nyingine. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa kama imebadilishwa, jiulizeni mara mbili. Tayari kuna wizi ambao uko pale. Maana wangeliacha, walijua, wangesubutu kuacha majina ya mapatriaki wetu na mamatriaki wetu. Unafikiri tungekuwa hata wakati huu kama tuko hapa hivi mnasikia hizo ngoma zingekuwa zinalia ndiri 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 kule, kama imeisha kila kitu? Wangethubutu tu kuacha tu majina ya wazee wetu, kwa sababu ni majina ya watu weusi. Wewe unaposikia unasema huyu ni mweusi hivi. Mimi naitwa Imani Mchimbo. Hivi mmeshawahi kuona mzungu aitwe Mchimbo? Hivi mnafikiri kwamba kuna mzungu ambaye anaweza kaitwa Mchimbo mwa dunia? Hata kama mjawahi kuniona hata kwa macho hivi, mtasema Mchimbo, hii itakuwa ni Afrika tu hiyo. Hiyo ni Afrika tu, Mchimbwa. Sasa waambie wataji hilo Mchimbwa, Mkimbwa, sio jina lenu na watu weusi. Sasa niwekwe hapo, alafu historia yote wasema kwamba huyu alikuwa mzungu. Imani, huyu Mchimbwa huyu alikuwa mzungu, alikuwa anakaa sehemu fulani, alikuwa hivyo na hivyo. Watu weusi watakuwa wanasema no, Mchimbwa. Tunajua maana yake. Hili ni jina letu, hili ni jina letu. Kwa hiyo walielewa hivyo, wakasema no, tuende na majina yote, kwa sababu haiwezekani. Miji tusiache. Wakaondoa, wakabadilisha, wakaleta sasa. Haya, huyu anaitwa Petro, Yohana, Yakobo, huyu anaitwa Yesu. Kristo wa kweli alikuja kitambo, akarudi kitambo, kabla dini zote hazijaja, kabla huyu Yesu wao ambao wanasema wamekuja miaka 2000 iliyopita hajaja. Kristo wa kweli ni mweusi, anaitwa kwa jina la Jokisabe aiza Kudumanembula. Alikuja katika bara letu, hakuwahi kutoka kimwili katika bara hilo kipenzi. Wazungu na damu changanyika walimuuia humu humu katika bara letu.
Hivi hamjawahi kusoma hilo andiko? Nitawatafutia hilo andiko labda hata baadaye, linalosema kwamba walimuua mkombozi wao, mwokozi wao katika nchi ya Misri, na Misri ni Afrika. Tutafika huko, mtanikumbusha mkitaka. Hilo andiko nitalileta hata kwenye maswali na majibu mkitaka. Kwa hiyo hapo tayari tunaona kwamba Paulo naye pia walimchukulia kama vile Misri, kwa sababu Misri ni watu weusi, na hilo tutathibitisha baadaye. Kama mnataka tutathibitisha ndani ya maandiko hapa, nitaleta andiko ambalo linathibitisha kwamba Wamisri ni watu weusi. Sasa mnajua historia ya kwamba Musa alikuwa, wanasema Musa alikuwa Misri huko, na kwamba alikuwa katika nyumba ya kifalme, sijui aliokotwa na binti Farao, akamkuza akamlea kama mwanaye, akawa mtu mzima, baadaye akaenda akakuja tena kupigana na mnajua historia hivi. Mjue kwa mfano kitu cha kwanza mnatakiwa kuelewa kwamba wanasema Waisraeli, Waebrania kwamba ni wazungu, aidha ni wale ambao wako pale wazungu, tuseme hiyo rangi wazungu, na kwamba huyo Musa kwa mujibu na yule Farao kwa mujibu wao wa Misri, sio kwa mujibu wao tu, ni ukweli, ni watu weusi. Sasa inaweza ikawa namna gani? Farao ambaye anachukia Waebrania, anachukia Waisraeli, hapendi kuwaona, anawaweka katika utumwa, atakubali tu kwa sababu ni binti yake. Sijui binti yake anaenda kuchukua tu katoto ambao kanaokotwa ndani ya maji, anaanza kakuza pale katoto muhimu. Unajua ubaguzi maana yake ni nini? Ubaguzi wa rangi mnajua ni nini? Ubaguzi wa rangi mnajua maana yake ni nini? Uvumilie tu kuona katoto ambako wewe mwenyewe karangi ambayo ni tofauti na wewe mweusi na wewe unaweka wa ndugu zake katika utumwa, lakini hako kanakula pale, kanakuwa kama vile ka prince kako tu pale kanakula, yani kanapiga mambo yote kama kawaida tu, na yeye anavumilia tu, anavumilia kwa sababu binti yake anaenda kumwokota tu. Ni kwa sababu huyo Musa alikuwa mweusi na pia huyo Farao pia alikuwa mweusi. Kwa hiyo hilo kwanza muelewe vizuri. Sasa katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 2 mstari wa 11 hadi 19 wanasema, hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake. Sasa hapo tayari ameshakuwa mtu mzima na yuko katika nyumba ya Farao. Akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake. Alijuaje kwamba ni ndugu zake? Kwa sababu alikuzwa tu na yule mwanamke ambaye ni wa Farao, binti Farao. Alijuaje tayari direct kwamba mimi si Misri, mimi ni Mwebrania. Wengine wanasema kwamba ya imani, labda huyu mwanamke alimwambia huyu binti Farao, labda alimwambia kwamba hey, nimekokota, angalia wewe sio mwanangu nini. Tuseme labda alimwambia, inawezekana. Okay. Akamwona Misri anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake, basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Yani alimuua huyu Misri. Na huyu Musa ndio mnasema ni mtu wa Mungu ambaye ana Roho Mtakatifu, anaua hapa, anaua na kumfukia mtu ndani ya mchanga. Hakuna Mkristo ambaye ameona kwamba ni kitendo kibaya. Hivi umeshawahi kusikia Mkristo yeyote anasema kwamba kitendo alichokifanya Musa hapa kwa kweli sio vizuri? Nani ameshaongea hiyo? Nani ameongea hiyo? Je, sio huyu Musa ambaye alileta tena sheria kusema kwamba usiue? Sasa wewe haujaua hapa? Hajaua? Musa ni mtu mzuri, alikuwa na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu anamuua mtu mwingine? Nani ambaye aliwapatia ruhusa kwamba mtu mwingine anaweza kumuua mtu mwingine? Kwa hiyo watu wanaona kwamba kwa sababu yeye alikuwa mtu wa Mungu, kwa hiyo unaweza ukafanya kila kitu ambacho unaweza ukakifanya. Unaweza ukafanya vitu vingine, lakini swala la kuua mtu mwingine ni mwiko. Hauna utaanza kuua mtu ambaye wewe mwenyewe haujaweka pumzi au hujaitoa, utaanza namna gani? Wengine wanasema kwamba kama ni Mungu ndio alimwambia. Nawaambia hata huyu Mungu hawezi akamwambia mtu mwingine aende kuua mtu mwingine. Ndani ya Biblia ni kweli vinatokea hivi, nenda kuua, fanyeni hivi, sawa, lakini katika uhalisia hilo halipo. Anaangalia pembeni, anaangalia hakuna mtu, akamkaba mwenzake, anakamua, akamuingiza ndani ya mchanga, bila kufanya kitu, anajendea haleluya, Yehova nakupenda sana, na maisha yanasonga tu. Maisha ya mtu amemfukia, ameua kabisa Misri, na watu wanasoma huko wasema yes, ametetea ndugu yake. Hakuna hata Mkristo hata mmoja ambaye anaweza kaongelea haya kusema kwamba Musa amefanya vibaya, ameua. Ndio maana wauaji wanaendelea.
hata ndani ya makanisa madini watu wanauana kwa sababu ya dini, kwa sababu ya hii roho ambayo ni mbaya. Huyo Mungu ambaye unayeabudu wewe ndio unamtetea, wewe ndio unamtetea. Mungu wako ni dhaifu, yaani dhaifu kabisa. Ni kama vile hapa tuseme kwa mfano haya mambo anasema kwamba mfano nasema Mungu wako ni demon, haina nguvu, haijawahi kuwepo, sio wa ukweli, ni mwongo, ni demon kabisa, ni pepo. Wewe unakasirika, mfano utasema kwamba huyu jamaa ameongea tofauti kabisa na Mungu wangu, mimi nitaenda sasa kumpiga imani kwa sababu amesema vibaya kuhusiana na Mungu wangu. Yaani tayari unaonyesha Mungu wako ni dhaifu, hana nguvu. Kama unaona kwamba Mungu wako ana nguvu kweli kweli, muache aje, muache animalize kama atanimaliza. Mimi nasema unakufuru. Mzaliwa wa pili ndiye anayetakasa kufuru, kama inaweza ikatokea kwamba kufuru iwepo. Nikupenda kuambia kwamba fanyeni angalisho, fanyeni angalisho mnaposoma maandiko. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Wataka kuniua mimi kama gisi ulivyomuua yule Misri? Kwa sababu kitendo alichokifanya huyo jamaa hakuona vizuri, anasema ulifanya vibaya. Musa akaogopa. Hapo sasa ndio naogopa sasa. Kwa sababu ya nini? Akasema kumbe jambo hili limejulikana. Kwa hiyo ulikuwa unafanya uficho, watu wengine wasijue. Imejulikana. Basi Farao alipopata habari akataka kumuua Musa. Ana haki na yeye kuua, kwa sababu ndani ya maandiko imesemwa namna gani? Atakayevuja damu, atakayevujisha damu ya mwenzake katika udongo, damu yake naye pia kwa mikono ya mwingine itamwagwa kabisa. Imeandikwa ndani ya maandiko. Ndivyo ilivyo. Ukiua mwenzako kwa kukusudia, na wewe pia unatakiwa kuuawa. Hiyo ni sheria. Basi Farao alipata habari akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao. Unakimbia nini sasa? Wewe unasema ni mtu wa Mungu, siombe nani Mungu akuchushie nani ili ammalize. Mungu naye pia aweza akafanya, maana kwa sababu kitendo alichokifanya Musa ni kibaya, ni muuaji. Akakaa chini ya nchi, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Basi kuhani wa Midiani, huyu Midiani ni akina nani? Midiani ni mtoto wa nani? Midiani alikuwa na binti 7, nao wakaja wakateka maji, wakazijaza birika maji wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia, akalinywesha kundi lao. Walipofika kwa Reuli baba yao, akasema, imekuwaje hata mkarejea mapema leo? Wakasema, Misri mmoja, Misri mmoja, Misri mmoja. Yaani wanamchukulia pia Musa kuwa Misri, kwa sababu naye pia alikuwa mweusi. Alituokoa katika mikono ya wachungaji, tena zaidi ya hayo akatutekea maji, akalinywesha kundi. Kwa hiyo Musa walimchukulia pia kuwa Misri. Kipengele cha 3, maandiko yanatokana kwa watu weusi. Hicho ndio kipengele cha 3. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake 23 mstari wa 3. Niliwahi kuwaambia hapa kwamba mambo ambayo tunayoyaongea, sikilizeni kwa makini. Niliwahi kuwaambia kwamba mambo tunayoyaongea ya kufichua, waandishi wa Biblia wanaoandika vitabu vya Kiswahili, sikilizeni kwa makini, Biblia za Kiswahili, wako katika kwenda kubadilisha. Hivi mnaelewa gisi na mimi nawaambia kila wakati, tukiongea hili wakaona kwamba tumewashika, wanaenda kubadilisha. Hivi mnaelewa vizuri kama ni weusi lakini wako chini ya uongozi, wanaongozwa na sukumu. Ndio maana kwa sasa hivi mfanye angalisho na Biblia kwenye mitandao. Kwa sasa hivi kuna mambo mengine ambayo tayari wameshaanza kuyafuta, wengine wanayatoa, wengine wanayabadilisha.
Lakini ukiwa na Biblia kwa mfano ambayo ulikuwa nayo tangu zamani, ishike vizuri, uwe nayo mikono, wakati utakapokuwa unasoma haya mitandao, uwe pia unachunguza mikono. Ndio maana hii hata imeharibika, lakini niko nayo hapa ili kuwadhibitishia wale wengine ambao watakuwa na ugumu kusema kwamba bwana, mambo yenu yanaenda tofauti. Mkisoma katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati 23:3, kumbukeni video zangu za zamani kabisa, nilikuwa nasoma na mtasikia, lakini gisi nitakavyosoma kwa sasa hivi katika hii nimechukua kwenye mtandao, Biblia kwenye mtandao, muone gisi wameandika sasa hivi na vile ambavyo imeandikwa ndani ya Biblia kwenye karatasi tofauti tayari, na baadaye watakuwa na print, yani vile vya zamani vinaondoka na hivi sasa ndio wanabadilika, kwa sababu wanapenda wafanye namna gani, lakini watafanya namna gani? Wanapenda kuhakikisha labda wanaweza wameshikwa. Sasa kushikwa kwao wanasema kwa kweli, kwa nini tumeandika hili hapa? Sasa wanapopenda kubadilisha tena wanaenda kujiingiza pabaya. Wameandika katika Kumbukumbu la Torati 23:3 katika Biblia za mitandao, wanasema hivi: Mwamoni na Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Wakati gani ambapo tulisoma kwamba kulikuwa wa Mwamoni aidha Moabu ambaye alikuwa anaandikwa katika maandiko zamani ambayo tunasoma ile andiko? Hakuna. Mnajua ni namna gani inavyoandikwa humu, aidha tulivyokuwa tunasoma zamani ilikuwa inaandikwa hivi: mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi chake cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Hamkumbuki ile andiko? Amlikumbuki? Sasa inakuwa namna gani kwa sasa hivi? Hao wanaharamu sasa hivi wanawatoa kwamba wanaitwa Waamoni na Wamoabu. Nilitoa mafundisho kuhusiana na Wamoabu na Waamoni, niliwaonyesha namna gani ndani ya Biblia za kisasa na katika uhalisia, niliwaonyesha wanatokana na nini na ni akina nani hasa, na kwa nini wanachukulia hao watu kuwa namna hii. Kwa nini waseme kwamba wanaharamu kwamba ni Waamoni? Kwa sababu Waamoni ni watu weusi tu, mnaelewa hivyo? Ni watu weusi tu. Waamoni ni mweusi, Moabu ni mweusi. Kwa hiyo wanapenda kudhalilisha tena watu weusi, kusema kwamba wao ni wanaharamu, wakati tunajua kwamba katika tafsiri hata za Kifaransa, za Kiingereza, inaelezwa katika Biblia zingine, toleo zingine, kwamba mwanaharamu ndani ya Biblia ni mzungu na damu mchanganyiko. Imeandikwa na kuna tafsiri ambazo zinathibitisha haya. Lakini kwa nini wanaendelea kufanya ujinga huu? Kwa sababu ukweli unawakera, na kama unaowakera, wanaendelea kupenda kuharibu kizazi chetu. Wanapenda tena kuharibu, kuingiza mbegu zao ambazo ni chafu tena kuliko kusimama katika ukweli. Ndio maana nawaambia mfanye angalisho sana, ndugu zangu. Tayari watoto ambao watazaliwa wakati huu watakuja kusoma Mwamoni na Moabu. Yani wamelaaniwa kwa wakati sio hivi, wakati ni wazungu na damu mchanganyiko. Wametisi, ndio imeongelewa katika tafsiri zote. Wametisi, wazungu hawakutakiwa kuingia katika kusanyiko hadi kwenye kizazi chao cha 10. Na haya ndio maana mnaona tuko kwenye hicho kizazi baadaye tayari. Ndio maana mzaliwa wa pili yupo na wazungu wanaweza wakaingia katika kusanyiko, lakini wanapenda kubadilisha mambo. N'importe quoi. Kuna mambo mengine yanaumiza, ndugu zangu. Ukweli hakika, mtu ambaye anachukua historia yako anaibadilisha, anaweka mambo mengine ambayo hayana hata uhusiano wowote, hakika huyo mtu si mtu mzuri. Yaani historia yako anabadilisha, anakuambia kwamba wewe ni nyani, wakati wewe sio nyani, ni yeye ndio nyani. Ni mfano na utakuwa katika hiyo hali, baadaye utakwambia kwamba unakuja kuambia kwamba hapana, wewe sio nyani, wewe ni mwana, yani wewe ndio taifa teule. Mtu mweza sema akakaimani nyani wapi na wapi, wewe taifa teule. Unaona sasa, kwa sababu tayari umeshaingizwa katika kichwa chako kwamba mtu mweusi ni nyani. Hata tunapoongea hapo kwamba Kristo alikuwa mweusi, wengi wanasema kwenye watu weusi kweli kwenda kuja chemba kanisa kweli kweli kwa imani. Hapo unatufariji. Wengine wataingia katika hiyo sana. Wafariji kwa kitu gani? Hivi hata maumbile hayawaambie hivyo. Hata mazingira hayawaonyeshi kwamba watu weusi ndio taifa teule. Hadi tuongee kitu gani? Kwa hiyo sikilizeni kwa makini. Achana na haya ambao wameongea kwamba wa Moabu, aidha Waamoni kwamba ndio waliokataza. No, tunarejea katika tafsiri hiyo Biblia takatifu. Mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana.
wana haramu ni rangi zingine tofauti na weusi. Hilo mlielewe vizuri, na hata tafsiri za wazungu, toleo zao za Biblia za Kifaransa, kwa sababu Kiswahili nyingi kama mna tafsiri, sijui kama kuna toleo kama 4 5 6 tu, haziwezi kufika hata 7, lakini katika lugha zingine kuna matoleo hivi. Kifaransa kwa mfano kuna zaidi hata 20. Kiingereza sasa ndio usiseme, kuna toleo za kwanza na kila toleo inasema vya kwake tofauti na nyingine. Hii inasema hivi, hii inasema hivi, lakini wote wanasema wao kuna Roho Mtakatifu, wameongozwa na Roho Mtakatifu. Lengo ni nini? Ni kumvuruga mtu mweusi anayechukua andiko hili katika toleo hili. Wewe unaposoma nani toleo lingine kwake anasema no, haiwezekani. Mumeshuhudia, sijui kama ni mumewahi kushuhudia hapa, kulikuwa ndugu ambaye nilisoma andiko fulani katika toleo, kama ilikuwa toleo la nini hapa, kaka yetu alijiishi vibaya. Unaenda kutusomea andiko gani, nani, vitabu gani ambavyo sisi hatuvijui? Sema usinikasirikie kaka, sio mimi ndio nimeandika hilo jambo, nyinyi pia mnalijua. Aliandika hilo, tulisoma hilo. Nikamwambia hapana, usijisi vibaya, wewe basi soma kile ambacho lile ndani toleo ambalo uko nalo, haina shida, tuendelee. Haya alipita hivyo. Nikasema ndio haya ndio mambo ambayo walifanya wazungu, tubebane tu. Biblia yangu inasema. Biblia yako? Wewe Biblia yako ndio tuamini, si ndio? Ya mwingine mimi nasema ndani ya Biblia bwana, mimi ndani ya Biblia yangu mimi sisomi hivi. Na mimi nasema ndani ya Biblia yangu na mimi sisomi hivi vya kwako. Biblia ya nani? Biblia imeandikwa na nani? Nani aliyeongoza hiyo Biblia? Kwa hiyo fanyeni angalisho. Sasa mada aidha tema ni nini? Kwa nini nimechukua ile andiko ambapo imesema kwamba wana haramu, yani metisi, yani damu mchanganyiko, wanasema chotara, na wazungu hawatakiwi kuingia katika kusanyiko la Bwana katika kipindi hicho hadi kizazi cha 10 kule ndio wanaweza. Musa nimewaambia kwamba yeye alikuwa mweusi. Sikilizeni kwa makini, alikuwa mweusi. Huyu Musa ndiye aliyefanywa kuwa Mungu mbele ya nani? Kwa mujibu wa Biblia, mbele ya Farao. Huyu Musa alikuwa mweusi, na huyu Musa alipokea sheria kutoka kwa nani? Kwa huyu Mungu Yehova Elohim Shaddai, akapokea hizo sheria, na kati ya sheria hizo ni hii ambayo tumeongea hapa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23:3 kwamba wametisi, chotara, wazungu, rangi zingine hawatakiwi kuingia katika kusanyiko la nani? La Mungu, yaani damu mchanganyiko. Sawa, hapo tumeelewa vizuri. Kwa hiyo sasa ilifika wakati ambapo Musa alienda kuoa mwanamke ambaye ni mweusi, Mwethiopia. Mnajua hii historia. Kama Musa ni mzungu, huyu mwanamke ni Mwethiopia, ni mweusi, wakizaa mtoto, huyu mtoto atakuwa nani? Ndugu zangu, mtoto atakuwa mtoto wa namna gani? Atakuwa damu mchanganyiko, atakuwa metisi, si ndio? Atakuwa chotara. Musa na akili zake timamu, ambaye amepokea sheria za huyu watakaita Mungu, na ambaye amezileta kwa watu, na ambaye ametangaza katika Kumbukumbu la Torati 23:3, yeye anachukua miguu yake tak, anaenda kuoa mwanamke mweusi, wakati anajua watoto wake watakuwa wametisi, hawatakubaliwa kuingia katika kusanyiko la Bwana. Atakuwa na akili hasa namna gani? Kwa hiyo ikiwa Musa alienda kuoa mwanamke mweusi, kwa sababu yeye Musa mwenyewe ni mweusi, umeelewa vizuri, kwa sababu naye pia ni mweusi, hakuna tatizo kuhusiana na hilo. Na hata kitendo cha yeye kwenda kuoa mwanamke mweusi, Mungu hakumhukumu, Mungu hakumlahani, Mungu hakumtusi, kwa sababu amefanya kitu ambacho kiko kizuri. Lakini wana Biblia watapenda kuonyesha kwamba nyinyi, wakati ambapo alipomleta huyu mwanamke, kwamba dada yake Miriamu, kaka yake Haruni walianza kunongona, kwa sababu imekuwa namna gani Musa aende kuoa mwanamke mweusi. Imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Hiyo alikuwa tatizo. Mnaweza mkasoma historia ya Musa, wanawaambia kwamba Musa alitekeleza sheria za Mungu, labda fasi ambapo alikosea tu ni sehemu moja tu, wakati wa kwenye maji ya Miriba kule, kwamba hakumsifu Mungu, hakumtukuza Mungu, na Mungu akakasirika, akasema so unaona nchi ya maziwa na asali ile pale ambayo utaita Kanaani, utaiona lakini hautaingia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tu aliona kwamba hakumsifu kwenye maji, hakumtukuza. Kwa mambo yote ambayo Musa ameyafanya kuanzia mwanzo hadi kwa sababu ya maji tu. Mungu akamuua kabisa. Mungu akamzika. Msome, sio mimi.
Mungu Mungu akamzika Musa. Imeandikwa bo alifanya namna gani? Alichukua jembe, sijui alichukua nini, akaanza wakasema imani ye ni Mungu, anaweza kufanya piu, udongo unafanya hivyo, anachukua mwili wa nani piu, alafu anachukua tena udongo anafanya piu, ameisha. Si ni Mungu? Bo, inawezekana kwa sababu ni Mungu wa miujiza, anaweza kufanya hivyo, ni kweli, lakini ni vitu ya ajabu. Mungu amemzika Musa, lakini shetani aliona, yaani Mungu Mungu anafanya siri, kwamba watu wengine wanasema kwamba hakuna mtu hadi leo ambaye anajua ni wapi ambapo Musa alizikwa. Hata kama ni Mungu ndio alimzika, shetani aliona. Ndio maana shetani akakuja akapenda kung'ang'ania mwili wa Musa, hapa uendi hadi malaika akaja akasema huyo shetani aliona huyo mwili namna gani, wakati Mungu ndio alizika. Ni nini ambacho waliwaficha hapo? Ni nini waliwaficha hapo? Sio mada hiyo. Kama kutakuwa swali mtauliza baadaye. Nafunga hiyo mada kwa sababu hapo ataongelea hiyo. Kwa hiyo baada ya Musa kuoa huyu mwanamke, ndio maana mnaweza mkasoma kitabu cha Hesabu sura ya 12:1 kilichotendeka ni nini. Kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi, kuna mabano, yani Ethiopia, ndio maana yake, aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Hilo ndio sababu ambao wataweka ndani kusema kwamba kwa sababu Musa alikuwa mzungu ameweza kuoa mwanamke Ethiopia, ndio maana wameteta, wakaongea, wakasema haiwezekani. Ni nini kilitokea? Kama ni kosa, kwa nini Mungu alishusha adhabu kwa Miriamu akampiga ukoma? Swali lingine linakuja, ikiwa Miriamu alipigwa ukoma na Mungu, ukoma una rangi gani? Ukoma una rangi gani? Kwa sababu kuna aina mbalimbali za ukoma. Kuna ukoma ule wa kukata mikono nini na nini, lakini kuna aina nyingine ya ukoma ambayo rangi inabadilika. Ukoma una rangi gani? Watu waongee. Ukoma una rangi ambayo si nyeusi, si ndio? Ni ya rangi zingine. Ukoma ni wa rangi ambayo ni wa wazungu. Sasa kama mzungu ana ukoma, utajuaje kama ni ukoma? Alama ya kulisi. Narudilia tena, ukoma kama una rangi ya mtu mzungu. Sasa mzungu anapokuwa na ukoma, utajuaje kwamba na ukoma? Nasema ule ukoma wa rangi ule ambao unabadilisha ngozi, utajuaje? Kwa hiyo Miriamu alikuwa mweusi, na ndio maana ataonekana kwamba na imeandikwa ndani ya Biblia, amekuwa kama mtoto ambaye ametoka kuzaliwa. Mtoto ambaye ametoka kuzaliwa anakuwa namna gani? Hata wa mweusi anakuwa namna gani? Anakuwa na rangi gani? Mtoto ambaye ametoka kuzaliwa boom, mwangalie mwili wake, ngozi yake. Hata kama ni mweusi hawezi kuwa kama mimi hapa, tayari moja kwa moja kutakuwa mabadiliko kidogo, atakuwa na rangi ya wazungu. Ndivyo alivyogeuka huyo Miriamu huyu kwa kitendo cha kumteta. Lakini sio sababu hiyo. Sababu sio kwa sababu Musa alioa mwanamke mweusi. Sababu ni kwamba kwa sababu Musa alimjali sana huyo mwanamke, akampatia majukumu ambayo labda huyo Miriamu alitaka yeye apewe. Sasa kaingia kawivu kakamwingia. Hiyo ndio historia, walificha hii. Sio kwamba kwa sababu ingelikuwa kwamba ni kosa, ingelitajwa katika makosa ambayo Musa aliyatenda. Ni kosa moja tu ambalo limehesabiwa na nimelisema kuhusiana na Musa, ni pale tu kwenye maji ya Meriba tu ndio imeandikwa kwamba hakumtukuza Mungu, lakini mambo mengine yote alifanya kama ilivyotakiwa, aliheshimu sheria. Sasa Yehova hakuwapeleka pembeni Musa na Miriamu na akampiga nani kwa ukoma huyo? Nani? Miriamu. Alikuwa kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu wote walikuwa ni weusi. Na wale ambao wasiokubali kwamba Yeremia kwamba nani Mkushi, kwa sababu ili neno la Mkushi walio wengi hawaelewa, wanasema Mkushi ndio nani? Mimi nasema Mkushi ndio Mwethiopia. Mkushi ni Mwethiopia. Mkushi ni Mwethiopia. Yaani ukisikia Mkushi za Wakushi, yani ni Mwethiopia. Ndio maana kitabu cha Yeremia 13:23, Yeremia 13:13 inaenda kudhibitisha hivi. Hata mnaweza mkaangalia kwenye tafsiri mbalimbali hata za Kiingereza, mtasikia kuna maelezo yanasema, je, Mkushi aweza kubadili ngozi yake? Au chui madoadoa yake? Kama aweza,
ndipo na nyinyi mnaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Hapa hawajasema kwamba kuhusiana wakati walipoandika haya maandiko walikuwa wajajua mambo yatakuwaje hapo baadaye. Ni kweli Mkushi anaweza akabadilisha rangi yake kwa sasa hivi kwa kujitubua lakini Biblia haikuona hilo lakini bila kutumia kujitubua na mambo mengine haiwezekani. Na ukienda kwenye Biblia ya habari njema, hiyo ndio imesema vizuri. Je, Mwethiopia aweza kubadili rangi yake au chui madoadoa yake? Ikiwezekana nanyi pia mnaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda maovu. Hicho ni kitabu cha Biblia tafsiri ya habari njema, ndio imesema, imeelezea hivyo hivyo. Je, Mwethiopia, ili kuonyesha kwamba Mkushi ni Mwethiopia. Kuna tafsiri zingine zinasema je, niga niga anaweza kubadilisha nani. Kuna tafsiri nyingine ambayo inasema mweusi anaweza kubadilisha, kuliko pa nafasi ya Ethiopia wanaandika mweusi anaweza kubadili ngozi ya rangi yake. Nasema vizuri, aza rangi ya ngozi yake yes. Kwa hiyo haya mambo yanatendeka hivi ili kuonyesha kwamba kweli kweli Mwethiopia ni mtu mweusi. Sasa ndio maana sasa muangalie vizuri, mkiangalia katika Biblia, Musa alisema kwamba Mungu atawaletea nabii mwingine miongoni mwenu ambaye atatoka katika uzao ule ambao yeye Musa ametoka. Sijui kama unaelewa hii. Sasa ikiwa Musa tumeona kwamba ni mweusi, yule nabii atakaye kuja baadaye naye pia atakuwa mweusi, si ndio? Na huyo nabii ambaye anaelezewa pale ni Kristo. Kwa hiyo Kristo pia alikuwa mweusi. Sasa ndio maana kitabu cha Mwanzo sura yake ya 10 mstari wa 6, Mwanzo 10:6, hapa wanatuelezea kuhusiana na watoto wa Hamu. Hamu ni nani? Hamu ni mtoto wa pili wa Nuhu. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu hapa kuna historia zingine kwamba sijui Mungu aliokoa watu 8 waliookolewa katika safina tu, dunia yote mzima ikaangamia, ni hao watu. Bwana, tuachie uvurugu bwana, mambo ya kitoto ambayo mnakuja kutuambia bwana. Mtuachie mambo kama hayo. Watu wa nani namna gani bwana? Watoto wa kiume wa Hamu walikuwa Kushi, na tumeona Kushi ni nani? Ni Ethiopia, si ndio? Misri ambao watasema Mithrahimu kwenye tafsiri zingine, Put na Kanaani. Twende tusimamie hapa. Yaani Hamu alikuwa na watoto hawa 4, kumrazi, alikuwa na watoto 4, na hao watoto wao 4, Hamu ni mtoto wa pili wa Nuhu. Mtoto wa kwanza wa Nuhu aliitwa Shemu, wa pili ni yeye Hamu, na mtoto wa tatu wa Nuhu ni Yafeti. Hao ndio watoto watatu wa Nuhu. Sasa huyu Hamu alizaa watoto wake. Mtoto wake wa kwanza, wanamwambia kwamba mtoto wake wa kwanza wa Hamu kabisa, yaani mjukuu wa kwanza, tunaweza kusema kwa wajukuu wa Nuhu, ni Ethiopia. Hivi mnaelewa vizuri? Ni Ethiopia. Kuna Misri, kuna Puti na Kanaani. Mwethiopia ni mweusi, si ndio? Sasa watawaambia kwamba katika historia, wakati ambapo Nuhu walipotoka katika safina, alianza kulima divai, akalima, akanywa, akalewa. Mtu wa Mungu akalewa, na wanaambia kwamba msilewe. Mungu alifanya namna gani? Nuhu akalewa kabisa. Wakati alipolewa, kukaja mtoto mmoja ambaye wataita Hamu. Hamu maana yake wanaweza kusema kwamba ni mweusi pia. Hamu akaja kuona baba yake, akatoka nje haraka, akaenda kuita kaka zake kwamba mmoja kuangalia mzee yuko tabari. Wale wawili wakaja kinyume chup, kwa sababu baba yao alikuwa hana mavazi. Sasa wakaona kwamba hatuwezi kuona aibu ya baba yetu. Wakaja kinyume chup. Sijui kama walikuwa wanaangalia hivi tunataka kufika kwenye kitanda, sasa sijui walikuwa wapi, hatujui. Wakachukua vazi lake wakatupia bila kuangalia nyuma, wakamfunika bila kuangalia nyuma, wakaondoka. Hizi hadithi ukisoma ndani ya Biblia utafikiri umesha kuwa na maarifa, ndio utasema ni kazidi katoto namna gani? Ni hadithi ambazo tulilishwa hizo kama vile watu wazima, lakini tunalishwa kama vile watoto tu. Sasa ikawa hivi
Nuhu sasa alipolevuka, ametoka kwenye ulevi wake, akaja kujua kwamba kuna mtoto wake ambaye ni Hamu, ambaye alimuona aibu yake, akasema na ulaaniwe Kanani. Hapa inaingia katika mkanganyiko sasa. Alaaniwe Kanani. Kanani alifanya kitu gani? Kanani ndio alienda kukuona. Tumeona kwamba Kanani ni nani? Kanani ni mtoto wa Hamu. Ni Hamu ndiye aliyeenda kumuona. Sasa kwa nini Hamu ndio amemuona, lakini mjukuu wake ndio anapigwa laana hiyo, kwamba amelaaniwa na Kanani? Na kuhusiana na hiyo laana, ndipo hata wanabibilia wanakubali, baadhi wengi kabisa wanakubali kwamba laana hiyo ambayo Nuhu alimpatia Kanani ndiyo iliyofanya watu weusi kuwa weusi. Ujinga mtupu. Huu ni ujinga kabisa, wakati tumeona kwamba yani Kanani ni mdogo wa Ethiopia, Kanani ni mdogo wa Misri, Kanani ni mdogo wa Putu. Sasa kama kaka zake tayari wameshakuwa weusi, sasa hiyo laana inawezi ikamfanya tena awe mweusi namna gani, na kaka zake tayari ni weusi? Kwa sababu watu hawajui maandiko, wanaenda kusema kwa sababu kusema tu. Na kwa nini awe Kanani ndio atalaaniwa? Inakuwa namna gani Kanani ambaye analaaniwa, lakini huyu Mungu tena anawaambia Musa aondoe wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, awapeleke katika nchi ya maziwa na asali ambayo ni Kanani. Mtoto ambao umelaani, namna gani nchi yake inaweza ikajaa tena maziwa na asali? Amuoni kama kuna mambo ambayo hayako sawa? Ndugu zangu, fikirieni, tumieni akili. Nchi ya maziwa na asali ndio mnaitwa Kanani, lakini wanaambiwa kwamba huyo Kanani amelaaniwa. Lakini Mungu huyo huyo anasema kwamba watu wake waondolewe Misri, waende Kanani kwa mtu ambaye amelaaniwa. Takuwa hakuna sawa, kuna jambo ambalo haliko sawa. Kwa hiyo Kanani mweusi kabisa, mdogo wa Ethiopia kabisa, mdogo wa Misri kabisa. Kwa hiyo Misri ambayo mnaiona kwa sasa hivi sio Misri ambayo tunaongelea hapa, ni Misri ambapo wao hawajakuwepo hapo. Maana uzao tunajua wamezaliwa namna gani. Hao wamezaliwa ni Waarabu waliozaa na weusi, ndio hao watoto ambao wako pale. Wale sio Waarabu hao, no, wanaitwa wa Magrebu, sio Waarabu hapa. Waarabu ndio baba zao, ndio mama, yani ni watoto ambao wametokana na weusi waliozaliwa na Waarabu, ndio wale ambao wako pale. Na hilo ndio lilikuwa lengo. Isinge ilikuwa kwamba haiwezekani tu, lakini lengo lilikuwa kwamba bara letu lote lingejaa na hao, kuanzia juu kaskazini hadi kusini. Sisi zote labda tungekuwa na rangi zingine, tungekuwa tofauti, na hii historia tungekuwa tunaongea. Hili lilikuwa lengo, hili ndio lilikuwa lengo. Ndio maana mnapoambiwa kwamba umetisi, yani kuchangana, hairuhusiwi mweusi kutembeza, kuoa, waweza kuolewa na rangi nyingine. Sio kwamba ni ubaguzi, ni utaratibu wa hadi kama jinsi ilivyo. Mimi napenda kuzaa katoto ambako ni kachotara kametisi, inapendeza kumwona mtoto hivyo, n'importe quoi. Ni kufuru kufanya jambo kama hili. Mimi mtaoa mzungu ta. Ukielezwa namna gani hizo rangi zimekuja, utapiga mbio, hautajua wapi utasimamia. Mmefunzwa kwamba watu weusi ni makako, machempanze, mabonobo, hawana chochote. Mnaonyeshwa kwamba rangi yenu ni chafu, uchafu, uchafu. Ndio maana kumrazi sauti imeenda kama ya wachungaji wa uongo. Ndio maana hao wengine ambao wako pale mtakuta kwamba wanaendelea kusema kwamba inatakiwa kujichubua ili kutoa uchafu, kwamba huu ni uchafu, huu ni uchafu, weusi ni uchafu, weusi ni uchafu. Endelea kufanya ujinga wako uone, alafu ukae kwenye jua tuone kama utastahimili wewe. Wanaojichubua waambie wakae, jua lipige ile saa 6 lile, waambie wakae kwenye jua kama watakubali. Wanaondoka haraka, wanakaa ndani ya nyumba kidogo, utakuta wote wameshakuwa wekundu, utafikiri labda ni nini, sijui ni kitu gani, kwa sababu mnaenda kuasi rangi yenu. Mnafikiri kwamba ndio uzuri. Wenzenu wanatamani hiyo ngozi hiyo, lakini nyinyi kwa ujinga mnaendelea kuharibu tu, kufikiri kwamba nikiwa mweupe hapa ndio napendeza kwa sababu watu wataniona kwamba niko mzuri. Hiyo ni rangi ya laana, sio kwamba labda naingia katika ni maandiko yameandika hivyo. Ni rangi ambayo haistahili, haitakiwi. Lakini kwa sababu nao pia walizaliwa, hawakuomba wazaliwe hivyo, hakuna shida. Wafuate ukweli katika kipindi hiki, hakuna tatizo, wanaweza wakaokolewa nao pia. Lakini ukweli unabaki kuwa kama jinsi ulivyo.
Kwa hiyo watawaambia mambo kama hayo, watawaambia kuhusiana na Daudi. Oh, Daudi, Yesu alizaliwa kutoka kwenye nani, uzao wa Daudi, mambo mengine. Mimi nawaambia hata Daudi mwenyewe mkisoma hata ndani ya Biblia ametokana na mwanamke mweusi pia hivi. Daudi ametokana na mwanamke mweusi kwa sababu ametoka katika uzao mmoja, ambapo ulianzia wapi? Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura yake ya 2 mstari wa 4 inasema namna gani? Na Tamari ni nani? Tamari ni ambaye baadaye atakuwa ndio mkwe wa Yuda. Hapana, Yuda Iskarioti. Yuda mmoja kati ya watoto wa Yakobo, mtoto wa 4 wa Yakobo. Kwa hiyo Tamari aliolewa na mmoja kati ya watoto wa Yuda. Na Tamari ni nani? Tamari ni Mkanaani, na Wakanaani tumeshaona kwamba ni wadogo zake wa Ethiopia na akina Misri, na Waethiopia ni wakina nani? Ni weusi. Kwa hiyo Tamari ni mweusi, ni Mkanaani. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 2:4. Tamari mkwewe alimzalia wana wawili, Peresi na Zera. Jumla wana wa Yuda walikuwa 5. Kwa hiyo kati ya hao watoto wawili ya Peresi na Zera ndipo uzao wote wakina Daudi ulizaliwa papa wa Sulemani alafu watasema ndani ya Biblia za kisasa kwamba hadi Yesu akazaliwa. Huyu Peresi huyu, kutoka kwenye Peresi ndio hata wa Daudi wametokea. Kama hamna taarifa, hii ndio taarifa. Na huyu mwanamke alikuwa ni mweusi. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Huyu mwanamke Tamari alikuwa mweusi, alikuwa Mkanaani. Ndio maana kitabu cha Mwanzo sura yake ya 38 mstari wa 1 hadi 6 nasema hivi: ikawa wakati ule Yuda, hii ndio taarifa sasa namna gani alivyofanya ili kwamba huyo Tamari apate kuolewa na mtoto wake. Ikawa wakati ule kumrazi, Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami, jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanaani, jina lake Shua, akamtwaa akaingia kwake, naye akapata mimba, akazaa mwana, akamuita jina lake Eri. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akamuita jina lake Onani. Akaendelea, akazaa tena mwana mwingine, akamuita jina lake Shela. Naye Yuda alikuwako huko Kezibu alipomzaa. Yuda akamwoza mke Eri, mzaliwa wake wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Mnaona? Kwa hiyo Yuda alikuwa na watoto wake, na mmoja kati ya watoto wake ambaye tunaitwa kwa jina la Eri ndiye aliyemwoa Tamari ambaye ni binti Kanaani. Ndio maana kitabu cha Mathayo sasa, ili kwenda kumalizia andiko la mwisho, Mathayo sura yake ya 1 mstari wa 1 hadi 16. Sasa tunaenda kusikiliza ukoo wa huyo ambaye wataita Yesu. Sikilizeni alafu tutamaliza hapa. Kitabu cha Mathayo 1:1 hadi 16. Nasema hivi: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Sikilizeni sasa gisi yalivyoshuka. Mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akazaa Peresi. Ndio tumeona. Mnaona? Yuda akazaa Peresi na Zera kwa Tamari. Yaani alizaa Peresi na Zera kwa Tamari. Kwa sababu Yuda yeye alienda kutembea na mkwe wake bila yeye kujua kwamba akazaa watoto hawa wawili. Mmoja ni Peresi na Tamari. Sasa tutaangalia Tamari na Zera. Tutaangalia sasa ni akina nani waliotoka kwa upande wa Peresi. Sasa Peresi akamzaa Esromu. Esromu akamzaa Aramu. Aramu akamzaa Aminadabu. Aminadabu akamzaa Nashoni. Nashoni akamzaa Salmoni. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa mfalme Daudi. Mnaona kama kisa hivyo waambie. Sulemani akamzaa Rehoboamu. Rehoboamu akamzaa Abia. Abia akamzaa Asa. Asa akamzaa Yehoshafati. Yehoshafati akamzaa Yoramu. Yoramu akamzaa Uzia. Uzia akamzaa Yotamu. Yotamu akamzaa Ahazi. Ahazi akamzaa Hezekia.
Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli, Shealtieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abiu, Abiu akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu, Akimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Elezeari, Elezeari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kwa hiyo ni kutoka kwenye uzao wa Peresi ambaye ni mwanamke mweusi, kwa mujibu wao ndipo hata Yesu wenu amekuja amezaliwa. Lakini wanaposema hapa kwamba Yusufu ambaye alikuwa mme wa nani wa Mariamu, Yusufu yeye ndio alimzaa Yesu. Kwa hiyo wanaposema kwamba Yesu ni kabila la sijui simba wa Yuda, ni uongo mtupu, kwa sababu Yusufu hakumzaa. Yusufu alikuwa wanasema baba yake mlezi, si ndio? Sasa inakuwa namna gani waseme kwamba Yusufu waseme Yesu kwamba ni wa kabila la Daudi? Kikawaida mkisema kwamba Yesu ni wa kabila wa Daudi, ina maana kwamba mnapenda kusema kwamba Yesu hajazaliwa hata kimiujiza. Ina maana kwamba ni Yusufu ndiye aliye Maria alafu Yesu akazaliwa. Ndio mnamaanisha hivi, ndivyo mnavyomaanisha. Kwa sababu kama Yesu amezaliwa kimiujiza, amwezi mkasema kwamba ametokana na uzao wa nani wa Daudi, kwa sababu kweli kweli Yusufu ni uzao wa Daudi kabisa, hatukatae. Kama amezaliwa kwa nani kwa miujiza, tuangalie mama yake ambaye ni Mariamu, yeye naye pia ni Yahudi. Mkiangalia Mariamu, yeye si Myahudi, sio wa Daudi, tuseme sio wa uzao wa Daudi. Mkiangalia vizuri ndani ya maandiko, Mariamu yeye ni wa uzao wa Lawi, kwa sababu Mariamu na Elizabeth walikuwa ndugu. Na ukisoma vizuri Elizabeth yani wote ametokana na nani, na ukoo wa nani, wa Walawi, yani Haruni, na Haruni ndio Walawi. Ina maana kwamba Maria yeye alikuwa. Kwa hiyo ikiwa kimwili mnapenda kusema Yesu ni wa ukoo gani, yeye ni Mlawi. Hawezi kuwa Myahudi, hawezi kuwa wa kabila la Yuda, aidha hakutokana na Daudi. Hata yeye mwenyewe aliuliza hicho, inakuwa namna gani kwamba yeye Daudi awe baba? Hilo andiko, mafundisho yapo tayari. Ndugu zangu, nikupenda kusema nini? Ni nani aliyeingiza injili katika Afrika? Hata mtu mmoja. Hakuna aliyeingiza injili katika Afrika, kwa sababu yote yametendeka, yameanzia hapo hapo Afrika. Hivi sijui kama naelewa vizuri. Unaposema Ukristo, ni nani aliyeingiza Ukristo ndani ya Afrika? Inatakiwa kueleweka Ukristo gani? Huyu ambaye Yesu ni mzungu na mwingine ni wazungu ndio wameingiza. Lakini Ukristo ambao unasema Yesu ni Kristo ni mweusi, sio Yesu na mwingine mitume wote walikuwa weusi na mwingine, hayo mambo yako tangu zamani katika bara letu. Hakuna mtu ambaye ameingiza. Yapo. Sasa hao wajanja walikuja wakachukua historia yetu wakarudi kwao, wakabadilisha, ndipo wakaleta sasa wakasema ambao sisi ni Wakristo, Ukristo wetu umekuja. Sio kwamba Ukristo wao umekuja. Maandiko kila kitu kilikuwepo tayari, wakabadilisha kwa maslahi yao wenyewe. Na weusi wengi kwa sasa hivi bado wangali katika hizo dini, wakifikiri kwamba wako katika ukweli, lakini historia yenu imeibiwa, ilibadilishwa. Mzaliwa wa pili tuko naye kwa wakati huu ili kuwarejesha mufike katika njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu, wakiwauliza aidha wakisema kwamba nani kuna watu fulani ambao waliingiza nani injili katika Afrika, mwambie hakuna watu walioingiza injili, kwa sababu watu weusi wanajua hiyo injili tangu, sio watu wengine. Lakini ujinga ambao walileta wa dini zao ni kweli, ni wao ndio walioingiza ujinga wao, lakini ukweli ulijulikana kitambo. Kristo wa kweli alijulikana kitambo. Kwa hiyo mambo yote ambayo tunaongea sio kwamba tunaongea kwa sababu ya kupenda kuongea kufariji, no, bali ni ukweli ambao hauwezi ukaepukika. Kwa hiyo ndugu zangu, mafundisho ya leo ndio hayo ambayo tumeyaona kwa siku ya leo, na ikiwa mtakuwa na swali msisite hata kidogo kuuliza baada ya wimbo huu ambao unaenda kucheza kwa sasa hivi. Loba, Muumba pekee wa kweli, anaendelea kujitukuza. Yeah.